Msikilizaji, katika hii simulizi sijata nikwambia nini, lakini ninakuomba tuwe pamoja kuanzia dakika hii ya kwanza mpaka pale nitakapokuka bye bye. Ni simulizi tamu sana na haujasikia kwa bahati mbaya. Ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu amefanya uweze kusikiliza hii simulizi. Zipo nyingi sana. Ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lumbas Simulizi. Tafadhali usisahau kusubscribe. Ikiwa ni majira usiku wa saa 8, mimi nilikuwa nimekaa tu kwenye meza ambayo nilikuwa nikitumia kusoma kipindi hicho sana nikiwa mwanafunzi. Miguu yangu ilikuwa kwenye beseni la maji huku macho yangu akiangalia saa iliyokuwa ukutani. Niliangalia kwa utulivu sana huku akili yangu ikiwa makini kuhakikisha sipotezi hata dakika moja. Taratibu muda ulisogea huku nikiwa bado nimeikodolea macho saa kama mtu anayetungiza uzi kwenye sindano. Mdogo muda ulikuwa unasogea. Hatimaye ikafika saa niliyokuwa nikisubiria. Saa 9 kamili. Yes. Huu ndio muda ambao nilikuwa nausubiri ufike ili nifanye jambo langu. Basi bila kuchelewa nilitoa miguu kwenye beseni la maji haraka sana na kuchukua kanzu ya baba pamoja na mzula, nikavaa, nikachukua na kiroba, kisha nikatoka nje. Bila uoga wala kupapasa macho pembeni, nilitembea hadi katikati ya uwanja ulio mbele ya nyumba yetu. Nikatandika kiroba na kukaa chini. Sasa baada ya kukaa, nikajiuliza nianzaje. Sasa niliwaza, kisha nikapiga magoti, nikaangalia mbingu. Nikasema, Mungu nimesikia watu wengi wakisema maombi usiku kama huu yana nguvu sana. Na mimi nikiwa mmoja kati ya wahanga ambao maombi yao yamechelewa kujibiwa. Leo nimeamua nitumie staili mpya. Mungu, nimeacha usingizi na kusubiri muda huu ufike ili niweze kuleta maombi yangu kwako. Na ili kuonyesha msisitizo, nimeamua nitoke nje kabisa. Mungu wangu, Baba, nisaidie katika hili. Nimefanya hivi ili niombe nikiziangalia mbingu na nyota ulizozifanya kwa mikono yako. Mimi usiofu kuhusu kanzo yangu Baba, usiofu kabisa. Mimi nimevaa hivi Mungu kutaka tu nionekane kirahisi. Sasa Mungu mimi sio mwana maombi, hilo unalijua vizuri tu. Ila tu naomba Kabla sijamaliza kuongea, ghafla nilisikia yowe la mama akikimbia kurudi ndani. Nilishtuka, nikainuka mbio na kumfuata bila kujua alikuwa ananikimbia mimi. Sasa na hii ni baada ya kutoka chumbani kwake akawa anaenda msalani. Sasa hata kabla hajafika anakoenda, si akaniona nimepiga magoti katikati ya uwanja. Hata kama ni msikilizaji, wewe ndio mama, unaachaje kukimbia? Na kwa bahati mbaya hakunijua kama ni mimi. Naona ni kutokana tu na nilivovaa. Bwana akatoka nduki huku akimuita mumewe sasa ambaye ni baba. Mimi naye nikamfuata nyuma, nikijua kaona kitu cha kutisha, tukaliunga wote. Waacha tukimbie bana, bila kujua kitu cha kutisha ni mimi. Halo, mama kuona anakimbia na kitu anachokikimbia kinamfuata, si aliingia ndani kama mshale na kusahau kufunga mlango. Kwangu sasa kutokana na kukimbia huko sasa nikiwa na mkanzo wangu, saa ngapi nisiukanyage? Sojua ule nguo ikiwa ndefu unaweza kukanyaga ukaanguka kwenda mbele. Bwana nikalala mweleka kwa kwenda chini. Sikutaka kusikiliza maumivu. Kumbuka na mimi mwenyewe nakimbia anachokikimbia mama. Niliinuka haraka na kumfuata mama nyuma. Bwana nilifika mlangoni sasa, yani ile nimweka tu mguu tu, nikapigwa flampeni ya uso mpang. Nikaanza kuona 6, 9, nyota ngapi, nikaanguka chini kwa kishindo kama gunia la viazi buu. Sasa baba baada ya kuona nimeenda chini akanishindilia buti la nguvu. Ikumbukwa hapo ni giza. Basi bwana Johari, huyu ni mtoto wa babangu mdogo, akaja mbio sasa akiwa na tochi, si ndio wanimulike. Wakashanga kuona ni mimi.
Baba alichoka. Aliachia flampeni aliyokuwa nayo bwana. Yaani mama akiwa sasa amesimama kwenye mlango wa chumba chake, akamuuliza baba ni kitu gani? Mzimu au mchawi? Baba akamwambia njoone. Basi kwa woga mama alitembea na kuja hadi nilipo. Akashangaa kuona ni mimi. Asa kitendo cha sekunde akaanza kulia, huku akimshtumu baba kuwa atamuulia mtoto. Maana mimi nilikuwa nimekata moto huku damu nyingi ikinitoka puani. Sasa badala wanisaidie wakaanza kubishana. Baba anasema mama ndo kasababisha. Na alikuwa hajui kama ni mimi. Mama yeye mwenyewe anamlalamikia kuwa alinipigaje ikiwa hajajua kama ni mimi. Bwana we acha wabishane. Bishana. Sasa zilipita karibu dakika 2 bado wanabishana tu huku nikiwa chini. Baba akamwambia mama hebu funga mdomo wako. Funga mdomo wako bwana, kwanza sijui tumsaidie vipi mtoto wala. Unamwona bishana tu. Mama akajibu sasa swala la tujue namna ya kumsaidia utajua wewe. Mimi ninachotaka ni mtoto wangu apone. Na Rashidi, mtoto akifa na kwa pia utamula nyama, utamula. Maana haiwezekani umpige. Unampigaje? Wewe unampigaje? Yaani unampiga mtoto, utafikiri unapiga mizimu ya kwenu? Baba akujibu bwana. Alinibeba juu na kuniingiza ndani. Nikaamshwa pale kisha nikapewa huduma ya kuzuia damu kutoka. Sasa baada ya kuhakikisha nimeamka na damu zimekata, baba kaniuliza wewe mpuzi wewe, ulikuwa unafanya nini nje? Hasa kwa sauti ya chini iliyojaa uoga nikamjibu baba nilikuwa nasali. Baba sema ulikuwa unasali? Pumbavu. Hizi tunaonekana wajinga kwako, si ndio? Wewe kwanza leo unaamka usiku unasali. Tena uliona wapi mtu anaamka usiku wa manane na namna hii na kukaa nje? Kaambia baba kweli nilikuwa nasali. Akasema mjinga kabisa wewe. Saa 9 usiku katikati ya uwanja. Tena ukiwa umevaa kanzu yangu na mzura wa kaka yako. Pumbavu. Usiniambie kwanza umeanza uchawi. Wewe umeanza uchawi wewe, si ndio? Maana mtoto mdogo kama wewe kutoka nje usiku mzito kama namna hii. Unakaa katikati ya uwanja tena na nguo nyeupe. Wewe si ni uchawi huo? Akasema hapana baba, sio hivyo, mimi nilikuwa nasali kweli. Akasema unasali wapi? Pumbavu wewe. Unataka kutufanya sisi wajinga? Eti ningana sali. Jinga kabisa wewe. Uliona wapi watu wanafanya kama ulivyofanya wewe? Au ndio ulivyoambiwa na mizimu ya bibi yako? Niambia hapana baba, mimi nisikie tu anasema muombe usiku ana nguvu. Sasa hivyo nikaona niamke niombe. Sawa, muombe usiku ana nguvu ndio ukae nje. Haya hiyo kanzu na hilo likofia vinahusiana nini na huko kuomba? Nitoka tu nje babeli kumuonyesha Mungu kuamini tayari kuhatarisha maisha yangu ili maombi yangu afike kwake. Na kuhusu kanzu mimi nitaka tuwe rahisi kuniona. Maana mimi nimesikia hapatani na giza, so nikaona nivae tu kitu ambacho hata nikiwa giza nitaonekana. Kwa hiyo ukaona kabisa ukivaa kanzu yangu ndio utaonekana vizuri. Haya na huo mkofia nilivaa tu kwa ajili ya baridi tu baba. Nilivyosema hivyo, baba alimgeukia mama na kumwambia unaona sasa mizimu yenu inavyoniharibia mtoto, Umeona mizimu yenu inavyoniharibia mtoto? Huyu atakuwa chizi muda si mrefu. Maana sio akili ya kawaida kabisa. Mtoto hakika saa 9 usiku anakaa katikati ya uwanja. Usi ni uchawi kabisa. Jinga kabisa wewe. Mama kuambiwa vile alichukia. Akamjibu wewe unikome. Unasema mizimu ya kwetu, wewe ya kwenu iko wapi? Badala useme dada zako ndo amefanya hivi, ndo amefanya hii kazi, unasema mizimu yetu. Anaitwa mizimu huyu kama sio jina la dada yako. Kwa hiyo sasa unataka kusema kwamba dada yangu ni mchawi. Sasa kwa hiyo na wewe unataka kusema kwamba mama zangu ni wachawi ama? Wewe mimi sisema kitu kuhusu mama zako bwana. Mimi nimesema mizimu ya kwenu. Kwani ni kweli kwamba mama zako ni mizimu bwana? Wewe mama zako ni mizimu? Basi mabishano walikuwa makali sana. Mimi na dada yangu Johari tukabaki tunawaangalia tu kama katuni. Wanabishana nani mzimu. Walibishana ya mwisho baba akaondoka. Mama akanigeukia. Unaniangalia nini sasa? Mwenda wazimu wewe. Toto lina balaa kila itwapo leo. Na sijui kwa nini hata sikukuta. Yaani jamani. Hivi kwa nini sikugoma upewe jina la shangazi yako? Maana limekuharibu kabisa. Toto lina akili kama panzi. Kila kukicha unatukio jipya. Haya mchawi wewe. Uliona wapi watu wakikaa katikati ya uwanja usiku mzito hivi kama sio uchizi? Nakuuliza wewe mjinga wewe. Mama mimi nilikuwa nataka kuomba basi. Kwanza umeniharibia maombi yangu mama. Mimi sijui hata kama kesho mimi nitaweza kukaa hadi saa 9 tena. Nilivyosema hivyo, mama aliniangalia bila kuongea kitu. Akageuka na kuondoka. Sasa alivyoondoka tu Johari alinigeukia. Oya, alicheka. Akasema ila mwanangu una madrama. Una sasa.
Tazama sasa ulivyo yani. Uso umekuiva kama tupu ya nyani. Nilimwangalia nikaona acha tu nifunge mdomo kwanza, maana sina hata nguvu za kuongea hapa na hisi penyewe kama nimevunjwa pua kudadadeki. Msikilizaji, nimeanza story bila kujitambulisha. Nisamee, kama mdomo wako sio kazuri jamani. Mimi naitwa Anisha Rashidi. Ndio jina langu. Au unaweza kuniita Nisha aka binti Rashidi. Mimi bwana ni mzaliwa wa Tanga, huko ambako amezaliwa mapenzi. Japo kikabila mimi ni Mzaramo, tena pure kabisa, maana wazazi wangu wote ni Wazaramo. Walifikaje Tanga wanajua wao. Katika familia yetu bwana tumezaliwa watatu, na mimi ni mtoto wa tatu, yani last born. Pia ni mtoto wa kike pekee kwa wazazi wangu wote. Kuhusu elimu, nimesoma hapa kuanzia msingi, sekondari na kidato cha 5 na 6. Chuo ndio nikasomea Dar es Salaam. Sasa huko bwana nilisoma, na baada ya kumaliza nikaanza kumaliza viatu kwenda ofisi za watu kuomba kazi. So unajua tena kama unavyojua kupata kazi ni kazi sana Hivyo nilizunguka nikachoka, mwisho nikaamua kufungua kibiashara uchwara tu ambacho kikanitupa mkono. Kwa hiyo maisha yakaanza kuninyosha. Basi bwana nikasema siwezi kufa wakati nina kwetu na wazazi wapo tena wazima kabisa. Sasa mtoto wa kike nikafungasha vilivyo vyangu nikarudi nyumbani. Ya nini kuteseka mwe? Haya, nimeshajitambulisha msikilizaji, tunaweza kuendelea na story yetu. Usiku ulipita kwa maumivu sana. Kesho yake asubuhi mama alikuwa kwanza kuja kuniangalia na kukuta nimevimba uso, hasa pua. So unajua tena frampeni ilinipata ya uso Alinifokea sana bwana. Mwisho akanichukua na kunipeleka hospitali ili niangaliwe pua, maana alihofu huenda nimeumia sana na sitaweza kunusa. Kufika na kupima nikaambiwa hakuna kilichoharibika. Nikapewa dawa za maumivu na za kupaka kisha nikarudi nyumbani. Mida ya saa 6 mchana nikiwa nimekaa zangu chumbani, ujumbe uliingia kwenye simu yangu, nikaichukua na kufungua. Nilitoa macho kama mjusi aliyebanwa na mlango, huku mapigo ya moyo yakienda mbio. Kwa sauti ya chini nikaisoma ile message iliyokuwa inasema ya kwamba Anisha, naomba unisamehe sana kwa hili nitakalokuambia, naomba tuachane. Naamini msikilizaji, ili lishowahi kukukuta kama bado, basi litakuja tu siku moja. Nilikuwa bado na maumivu ya kupigwa na flampeni, ila alikata ghafla. Nikainuka na kusimama, huku sasa nimeweka mikono kiunoni. Sasa Johari alishtuka na kuuliza, wewe vipi, mbona umesimama kama mtu uliye na maruhani, kuna shida? Nikasema Sefu kaniacha. Akasema nini? Nini, kwamba hujasikia au una matatizo ya masikio? Mimi nimesikia, kwani mlikuwa mnogovi? Hapana, hivyo sangu umevimba sana sio sana. Hilo pua. Hivyo nijibu hivyo, nilitoka chumbani haraka na kwenda nje. Nikachukua nguo ambazo zilikuwa zimeanikwa kwenye kamba, kisha nikarudi ndani. Hebu naomba ninyoshe nguo chapu. Unataka kwenda wapi? Bwana wewe mwacha maswali bwana, wewe nyosha chapu. Mimi naenda kuoga, nikirudi wewe tayari. Niliongea na kuvua nguo, nikaingia bafuni. Nilioga haraka nikatoka na kuvaa vizuri tu. Basi usoni nikapiga nikabu yangu ili kuzuia watu wasione namna nilivyovimba. Sasa baada ya kumaliza kujiandaa vizuri, nikachukua pochi yangu nikatoka. Nilipiga hatua kadhaa nikasimama, na hii ni baada ya kupata wazo. Nikarudi ndani na kumwambia Johari ya kwamba Johari, hebu badilisha nguo chapu tutoke wote. Akasema utoke na nani? Yaani ukafanya vurugu na mimi ili nirudishwe nyumbani? Nenda mwenyewe. Wewe bwana amka basi, mimi nikafanya vurugu, nikakwambia na mimi naenda kufanya vurugu naye. Asa nenda wapi kama sio kukiamsha wewe? Na nikukumbushe tu, ukiakoroga huko, mzee Rashidi akirudi hapa wallahi utaozeshwa kesho. Hivi tunaenda ama twende? Mimi siendi. Johari acha romba ya basi, mtoto wa kike. Ina maana kuongozana na mimi utaki? Sio kwamba mimi sitaki, ila habari za kwenda sije kupigana huko mimi sitaki ngo. Hivi Johari, kwa nini nikakwambia nani anaenda kupigana bwana? Mimi nataka nipige picha basi. Kupiga picha wapi? Nenda kwa Kasimu ili tuendelee mjini nikanunue nguo na baadhi ya vitu, alafu nijifanye kanitoa out kisha niposti. Dada umeanza kwa chizi ama? Wewe tunaenda ama twende?
Basi kinyonge alijibu sawa. Nikamsubiri akajiandaa haraka kisha tukaondoka. Tulienda moja kwa moja kwa Kasim. Kufika tukamkuta, nikampanga bwana. Hakuwa na shida, akakubali. So tukaondoka na kufanya kila nilichotaka, na tulipomaliza tu tukaagana, kisha mimi na Johari tukarudi nyumbani. Kufika nyumbani nikaingia chumbani kwangu na kujifungia kuepuka usumbufu bwana. Basi baada ya kuhakikisha nimefunga pale mlango, nilipanda kitandani na kukaa. Kisha nikachukua simu yangu na kumjibu huyo mpenzi wangu, nikamwambia kwamba sawa. Nikaweka na emoji ya kutabasamu kisha nikatuma. Ujumbe ulipofika nikaingia upande wa status na kuposti momenti zangu na Kasim, huku nikiambatanisha maneno ya kimahaba. Sasa baada ya kuposti niliweka simu pembeni, nikainuka na kutoka chumbani. Niliamua kujiweka busy na kazi ili tu nisipate muda wa kufikiria kuwa nimeachwa. Niulize niliweza? Niliweza? Na hii muda huo mpaka ule wimbo wa Haridi Chokora ulianza kunijia akilini bwana. Kuachwa ni shuri pevu, mbaya zaidi kwa yule aliyempenda. Yani I say, nilijitahidi kujifanya busy na kuwa kama hakuna kitu, ila moyo uligoma. Moyo uliuma mno, lakini sikuwa na namna. Ndio lishakufa hivyo. Na sijui kwa nini ameamua kukatili moyo wangu namna hii. I say, yani kwa watu tulioachwa tunaweza tukasurvive mchana vizuri tu tukawa busy. Ngoja ifike usiku utaimba haleluya. Usiku hata usipomwaza hulali. Kinyonge nirudi chumbani kujilaza. Taratibu nikanyosha mkono na kuchukua simu, nikakuta safe kanipigia kama mara 3. Nilitabasamu la maumivu na kuweka simu pembeni. Machozi yalinitoka kama matone ya mvua. Lakini nikahofia kutoa sauti, nikihofia kusikika na mama. Hivyo nikaishia kulia kimya. Basi bwana, niliendelea kulia kimya kama dakika 5 hivi. Nikaamka na kuchukua kioo, nikajiangalia namna macho yalivyonivimba kama mtu anayeumwa red eyes. Nikajiambia, binti, hebu acha ujinga. Hata kama umeachwa ndio ulie hivi. Utafikiri umefiwa na wazazi bwana. Hebu futa machozi bwana, kula maisha kwanza, usifu mwenyewe. Ni nani bwana mbwa yule? Nilimaliza kujiambia hivyo. Nikawaza nivae miparo nijitoe out. Hata kabla sijaweka kioo pembeni, nikasikia mama ananiita, nikachambue choroko bwana. Yaani hii ndio shida ya kupata heartbreak ukiwa nyumbani. Yaani huwezi kupata hata nafasi ya kulia na ukapumua vizuri jamani. Basi nitoka kinyonge. Huku nikiwa sasa nimevuta mdomo huo. Mimi nimeacha afu mimi naitwa tena kwenda kuchambua machoroko. Nimeshona kuyachambua mapenzi yangu nikachambua choroko bana. Basi nikaenda mama alipo. Nikatikia abe mama. Mama inaangalia kuuliza, wewe kulikoni? Mbona mimi macho yamekuvimba? Ulikuwa unalia ama? Huyo mama kimoyomoyo nikamjibu nilikuwa nasherehekea. Jitu linaona kabisa macho yameiva, alafu eti nauliza ulikuwa unalia. Basi niliwaza hivyo, sasa nilikuwa nimebitua mdomo. Acha niweshwe moto. Mama kaniambia, wewe mbwa, naongea na wafu na nivutia mdomo, shenzi kabisa wewe. Hivyo unaona kama makalio ya shangazi yako, si ndio? Sasa jamani mama kuni nimevuta mdomo sangapi mama? Wewe, hicho ulichovuta ni kinyeo cha kwenu hicho ama? Mama nini, lione sura kama goti la marehemu bibi yako. Nilitaka kutamka kama lako, niliwaza ila Basi mama akaniambia, kwa hiyo unataka ukalisha hilo kalio lako hapo gumu. Hebu kachambue choroko huko bwana. Mama jana tumekula hayo machoroko, leo basi hata wewe unataka na leo tu yale tena. Kwa hiyo unataka kunichagulia cha kupika nyumbani kwangu, si ndio? So hivyo mama kila mara machoroko. Wewe unaona ni dili sana. So unakula mwenyewe bwana mama. Wewe, unaenda ama niamke hapa? Basi sikujibu, nikageuka. Kaingia jikoni, nikachambua huko sasa nikiwa nimevuta mdomo huo. Nilipomaliza nikabandika nikarudi chumbani sasa. Sasa msikilizaji, upande wa pili anaonekana binti mmoja akiwa amesimama nje ya nyumba kubwa bwana. Uso wake ulionyesha kuwa na hasira sana. Ilipita dakika moja akiwa bado amesimama, geti la nyumba ile likafunguliwa, akatoka kijana aliyekuwa na muonekano nadhifu sana. Kijana yule alivyomuona binti alitabasamu na kupiga hatua za haraka
Alipomfikia akataka kumkumbatia, lakini binti akamzuia na kurudi nyuma. Kitu kile hakikumpendeza kijana yule, ila hakutaka kuonyesha zaidi, alitabasamu tu na kumuuliza, vipi, umeshindaje malkia wangu? Kwa sauti kavu binti akajibu, niko poa. Niambie ulichotaka kusema, maana nimechoka. Kijana akasema, mpenzi, nitakwambia, ila tuingie ndani basi walau upumzike. Binti akasema, Leus, sikuja hapa kupumzika, nimekuja kusikiliza hicho ulichosema unataka kuongea na mimi. Kijana akasema, sawa mpenzi wangu, lakini sio sawa kusimama hapo nje, so twende ndani basi mama. Binti akajibu, kwani shida iko wapi? Wewe unataka tuongee tukionana? Haya, ongea, ila swala la mimi kuingia ndani singi. Basi kijana wa kuitwa Leus alikaa kimya huku akimwangalia mpenzi wake huyo kwa muda, kisha akamuuliza kwamba kwa nini unakuwa hivi lakini? Binti akajibu, nimekwaje? Leus, wewe umetaka tuonane? Nimekuja. Sasa kipi ambacho unataka cha ziada? Kijana akasema, nataka tuingie ndani. Binti akasema, huko ndani kuna nini? Au unataka kuniambia ukiwa hapa yani huwezi kuongea? Kijana akajibu, Neema mpenzi wangu, sio kwamba mimi nikiwa hapa siwezi kuongea, hapana, lakini kwa nini tusimame nje ile hali kuna sehemu ya kukaa? Tena sio sehemu, ni nyumbani kwangu. Binti akajibu, bwana, kama unataka kuongea wewe ongea tu. Hutaki niambie niondoke, ila kuingia ndani siwezi. Kijana akasema, kwa nini usiweze? Unahisi kuna kitu mimi naweza kukufanya nje ya matakwa yako? Au unahisi mimi nimekuita hapa ili nikafanye nini yani? Binti akajibu, umeuliza maswali mengi kwenye sentensi moja, lakini sikuelewi kwa nini unataka tuanze kubishana kitu ambacho kipo simple. Ongea, ukimaliza rudi ndani kwako na mimi narudi kwetu. Kijana akajibu, tutaendelea kuishi hivi hadi lini? Binti akajibu, hadi muda utakapofika. Kijana akasema, kwa hiyo sasa unataka kuniambia kwamba ni kila siku tutakuwa tunasimama tu barabarani kama watoto wa miaka hiyo? Neema, mimi nimeshakwambia mpenzi, mimi sitakugusa sehemu yoyote ya mwili wako bila ridhaa yako. Na mimi siko kwako kwa sababu ya tendo, ila nipo kwa sababu mimi nakupenda na nahitaji uwe mke wangu. Tafadhali, naomba niamini basi mpenzi. Mimi nimekubali kuishi kwenye mipaka yako, lakini usinibanie bwana na kunyinyima haki yangu kiasi hiki. Sasa binti huyo akajibu, nini? Haki gani ambayo unayo? Leus, mimi na wewe hatuna kibali cha kukaa. Hatuna kabisa kibali cha kukaa hivyo ambavyo unataka, so kwa muda huu itatupasa tu hivi. Kijana akasema, tu hivi kila siku? Binti akasema, kwani kuna shida gani? Basi Leus alishia tu kushusha pumzi pale ndefu. Akasema, sawa, mimi niliandaa chakula kwa ajili yetu, kwa hiyo niambie tusimame wapi ili tupate chakula. Binti akajibu, mimi sina njaa, wewe ongea, ukimaliza mimi nataka kuondoka zangu. Jamaa akasema, basi unaweza kuondoka. Binti akasema, kwa hiyo umechokia ama? Kijana akasema, no, niko sawa, rudi nyumbani. Sasa bila kufikiri mara mbili, Neema aligeuka na kuondoka, ambapo alitembea kidogo akafika kwenye gari ambalo lilikuwa limepaki, akaingia na kumwambia dereva kwamba endesha tuende nyumbani. Bila neno dereva aliwasha gari na kuondoka. Huku nyuma sasa Leus alibaki amesimama huku mikono ikiwa kiononi. Msikilizaji, huyo ndio Neema, binti pekee wa mzee Wilson ambaye ni mchungaji wa kanisa fulani. Huyo binti bwana ni binti ambaye amezaliwa kwenye familia yenye pesa sana tu, ambapo ukiachana na kazi ya utumishi alionayo baba yake, mama yake ni mfanyabiashara maarufu sana. Huku pande zote za familia ni ubabani na umamani, pesa zipo za kumwaga. Mbali na kuwa ametokea katika familia yenye uwezo mkubwa kifedha, binti huyu amelelewa katika maisha ya udini sana, kitu ambacho kimemfanya kuwa kivutio kwa wazazi wengi na kuwa mwiba kwa vijana, maana vijana wanatumia mbinu nyingi sana kutaka kuchuma tunda, lakini binti anapindua meza na kufanya vijana hao kuambulia patupu. Kifupi, binti ni mgumu na anadai bado hajaguswa. Hiyo ni yeye, sio mimi nimesema msikilizaji, no hapana. Basi bwana, baada ya kutoka kwa mpenzi wake arudi nyumbani, kufika akamkuta mama yake akiwa amekaa sebuleni. Kwa heshima alimsalimia na kukaa pembeni yake. Mama mtu alimwangalia binti yake na kumuuliza, umetoka kazini au wapi? Na kwa nini umevaa nguo inayokubana hivyo? Binti akasema, ndio nimetoka kazini mama. Mama akasema, na hiyo nguo? Binti akasema, naona imeanza kunibana tu, ila nitaiacha mama. Mama akasema, unaona? Yeye unaniambia kwamba unaona imeanza na unaivaa? Neema, naomba ujiangalie sana. Nguo za kuonyesha umbo lako kiasi hiki hutakiwi kuzivaa kabisa. Na hii si mara ya kwanza nakwambia. Juzi nimekurudisha, leo umerudia tena. Usichana umeanza kukuvuruga Binti akajibu, hapana mama. Mama akasema, sio hapana, hizi ndio dalili za kuanza kuingia kwenye mambo ya kidunia. Na unajua mimi siwezi kukaa nikaangalia tu kiingia huko. Sasa endelea.
Basi bwana, mama Neema alivyosema hivyo, Neema alikaa kimya kidogo kisha akasema, mama, samani nilikuwa naomba nikwambie kitu. Mama akasema, kitu gani? Binti akasema, samani, nauliza tu. Hivi ukiona mahusiano na mtu alafu kila siku akawa anataka mkutane, kuna ubaya katika jambo hilo? Mama akasema, kutana kivipi? Binti akasema, namaanisha yani kuonana, yani kukaa sehemu tulivu ambayo mtakuwa nyeto. Mama akasema, sehemu tulivu mnakaa mkifanya nini? Binti akasema, sasa dai kuongea tu. Mama akasema, wewe kuongea ndo mkae sehemu wenyewe. Ina maana hayo maongezi hayawezi kufanyika sehemu ambayo watu hapo? Binti akasema, sijui, nimeuliza tu mama. Mama akasema, umepata mtu ndo anakuambia hivyo, si ndio? Sasa Neema kuulizwa hivyo, aliinamisha kichwa tu bila kujibu kitu. Mama yake alimwangalia na kumwambia kwamba, sikia, mwanaume yeyote ambaye atakuja kwako akataka mkae wenyewe, kataa, maana huo ni mtego wa shetani. Na ukifanya kitu kama hicho unaweza kuangukia dhambini. Ili hali ungeweza kuiepuka dhambi hiyo. Na kila siku nakwambia Neema, jitunze, mwili wako unatakiwa kuguswa na mumeo tu. Na anakugusa akiwa tayari ameshakuoa. Hivyo kuwa makini, maana mwanaume aliyetoka kwa Bwana na mwenye lengo la kukufanya uwe mke wake hawezi kutaka kukufunua wala hata kuita au kukuita katika sehemu ambazo anajua mnaweza kupata vishawishi. Zaidi ya hapo, wote ni mawakala tu wa shetani na ni waharibifu. Na nikwambie tu Neema, moja kati ya vitu hatari hapa duniani namba moja ni kiumbe kinachoitwa mwanaume. Hawa viumbe ni hatari sana. Mwanaume anaweza kwenda hadi pembe ya mwisho wa dunia ili mradi tu akavue nguo, na niamini mimi, akishakuvua hautamuona. Atapotea shwa. Wala hatojali lolote kuhusu wewe. Sasa huyo mtu uliyempata kama anakuambia mkutane sehemu mtatanishi, sio wako, kimbia tena mbio haswa. Binti akasema, sawa mama, lakini mimi niliongea naye tu kuhusu swala la kutokutana kimwili. Akasema atasubiri hadi ndoa. So naona atakuwa na nini? Unataka kusema atakuwa na nini? Kama kweli amesema atasubiri, anakuita huko ili weje sasa? Wewe amka na utumie akili. Hawa viumbe ni wadanganyifu sana. Ni wajanja mno. Anakuambia hivyo tu, ukienda tu unakuta mitego imewekwa. Na hautatoka ukiwa salama. Sasa jifanye mjinga, uje hapo umeharibiwa. Nitakunyoosha. Alafu ngoja nikwambie tu kitu kimoja. Siku nyingine akikuita mwambie sawa, haina shida, halafu nenda naye kanisani. Siku ambayo hakuna kipindi wala ibada. Umesikia? Ingieni pale, ongeeni, mkichoka kila mtu aende kwake. Umesikia? Kwa hiyo mambo sijeti ya kutakana siji sehemu tulivu. Kanisani kuna utulivu mzuri sana. Binti akasema, sawa mama, nimekuelewa. Mama akasema, hivyo tu. Na umuuliza nataka kukuoa lini ili aje tumfahamu. Binti akasema, sawa mama. Basi maongezi hayo yaliishia hapo. Neema aliinuka na kuingia chumbani kwake, akajilaza kitandani. Mara simu yake ikaita. Kuangalia mpigaji ni Lewis. Bila kuchelewa alipokea na kuongea. Hello? Mama, umeshafika nyumbani? Yeah. Pole na uchovu mama. Asante. Mpenzi? Niseme kama nimekwaza. No, hujanikwaza, ila tu msitaki ukae sehemu ambayo itatupa vishawishi vya kuingia dhambini. Mami, mimi ni mwanaume nayejielewa. Mimi siwezi kufanya kitu ambacho upendi. Hivyo nitavumilia na kuilinda ahadi yangu kwako. So usiwaze wala kuhofu. Mimi ni mwanaume wako. Sitenda kinyume na wewe mama. Hebu tuachane na hii mada. Mimi nahitaji kulala mapema. Usiku na maombi maalum. Sawa mama, uwe na usiku mwema. Asante na pia. Okay, I love you. Love you more. Baada ya kujibu hivyo, Neema alikata simu na kuingia bafuni. Haya msikilizaji, huo ni upande wa kina Neema. Turudi sasa upande wangu. Baada ya masaa kupita, familia nzima tulikuwa tumekaa sebuleni huku tukiangalia taarifa ya habari. Jamani, moja kati ya sheria nyumbani kwetu ni hii. Ikifika saa 2 usiku, ndugu yangu, watu wote mnatakiwa kuwa sebuleni muangalie taarifa ya habari. Hii ni lazima, sio ombi. Na baada ya kuangalia taarifa ya habari, kifuatacho ITV ni kula. So mimi nilikuwa nimekaa huku nimeangalia pembeni. Maana katika kitu ambacho sipendi ni kuangalia kitu. Taarifa ya habari, yeru. Basi wa kuangalia waliangalia, na baada ya kumaliza nilikuwa kwanza kufika mezani maana nilikuwa na njaa kali sana. Sasa baada ya kukaa nilibaki nimetoa macho kumwangalia baba ambaye alikuwa busy na simu yake. Nitamani kumpiga na kiatu maana watu tuna njaa fika kaka. Wakati najua kabisa ni hakuna mtu ataanza kupakua ili hali yeye yupo. Sasa dakika 2 zilikata. Nikajikuta naropoka nasema, jamani, kama mtaki kula simseme, wengine tupakue maana mko busy tu wakati watu tuna njaa. Jicho nililoangaliwa na mama lilikuwa ni kali. Nikasema hapa nisipopigwa na sahani, basi.
Uzuri wa kusema kitu, akainuka na kumpakulia baba chakula na kupatia ruhusa ya kula. Bila kuchelewa nilipakua, nikala chap, kisha nikashukuru na kuinuka. Niliingia jikoni nikaweka vyombo na kutaka kwenda kulala, mara baba akaniita bwana. Haraka nilienda sebuleni na kukaa kusikiliza kile ambacho nimeitiwa. Baba aliweka simu pembeni. Akaniambia shangazi yako amenipigia, anasema anaomba uende. Kusikia hivyo, niliachia tabasamu pana, nikauliza kweli, anataka niende lini? Sasa kabla baba hajajibu, mama aliingilia na kusema shangazi yake yupi? Baba akamjibu mkubwa, Shani, hapana kabisa. Mwanangu haendi kokote. Habari za kuniharibia mtoto sitaki. Yaani kwamba unataka kusema nini sasa? Kuna unataka kusema kwamba ndugu yako humjui, Alikaa miaka 2 tu. Anakuja hapa anacheza singeli kama mtu mwenye mapepo. Uende kusema kwamba dada yangu ndo alimfundisha kucheza, si ndio? Sasa ni nani mwingine wakati yeye mwenyewe ndo ilikuwa michezo yake? Baba alimwangalia mama kwa muda na kusema, unavyoongea kama vile ani hujawahi kucheza wakati ndo mambo yako. Mtoto ulikuwa unapenda vigodoro kuliko kula. Achana na mimi bwana. Huyu haendi kokote. Maana hiyo akili yake akienda kule tu, yani tushampoteza kabisa. Tunampoteza kabisa. Wewe unanisikia? Hakuna kwenda kabisa huko kukaa kwa shangazi yako, sitaki. Na kama unataka kutoka hapa nyumbani, toka ukiwa unaenda kazini, sio kwa huyo mcharuko. Mama, sijamani mama, kwani mimi ni mtoto mdogo kwamba mimi nitafanya vitu bila kupima? Kupima nini? Kwa akili zako unaweza kupima nini wewe? Muone bichwa lake, uende kokote. Kwanza mume wangu huyu aolewe tu kabla hata hajatuletea shida hapa. Aya, tena. Niliwaza hivyo na kubaki nikimkodolea mama macho. Baba alinuka na kusema, mwache mtoto bwana, kila siku namsema tu. Mwanangu jiandae, nitakupatia hela kesho. Kwa hiyo namsema sana Haya. Kesho akiharibu usije kuanza kusimamisha hapo tumbo lako kuanza kuniambia siji mimi sikumfunza. Sitaki. Nini bwana wewe? Mwache bwana kuharibika. Wewe mbona ukuharibika kwamba ulikuwa mtulivu sana ama? Kwaona nisema mbele ya mtoto, si ndio? Ulitaka nikuseme nyuma yake? Msikilizaji, niliangua kicheko na kuinuka huko sasa nikimtolea ulimi mama. Hii ndio familia yangu msikilizaji. Baba na mama wako hivyo mtoto sasa. Hii ndio familia yangu bwana. Kuna muda anaweza kubishana wewe na kupeana mipasho bila kujali nipo ama sipo. Wewe. Niliingia chumbani, nikafikia kushika simu tu, nikakuta Safe kanipigia. Alikuwa amepiga mara kadhaa tu. Sikutaka kumpigia, nikamtumia ujumbe, nikaandika kwamba nimekuta umepiga, vipi unasemaje? Ujumbe ulienda, haikupita hata dakika, akapiga. Sikutaka kupokea. Nikakata na kumtumia tena ujumbe, nikaandika mpenzi wangu hataki niongee na simu usiku, wewe niambie unasemaje? Ilipofika akajibu acha ufala, pokea simu. Nikamtumia message yake nikamwambia safa la mwenzangu, endelea kupiga, atapokea bibi yako. Nilituma, nikatoa sauti kisha nikaitupilia pembeni. Tunatesa kwa zamu kudadeki. Basi bwana, mimi nilipanda kitandani na kulala. Kesho yake nikaamka mapema na kufanya usafi, huku Johari akiwa busy kuandaa vitafunwa kwa ajili ya chai. Basi muda ulienda bwana, ilipofika muda wa chai mimi nikawa tayari nimeshaoga nini na wote tukatupo mezani. Sasa wakati tukiwa busy kunywa chai, geti likagongwa. Ningetaka kuamka ila Johari akaniwahi na kwenda kufungua. Alo, nilishtuka na kutoa macho baada ya kuona Johari anakuja akiwa mambatana na Safe. Nijiuliza amekuja kufanya nini? Na amefika huku saa ngapi maana anaishi da? Kwa hofu nimwangalia baba ambaye alikuwa busy kumwangalia Safe. Akili iruka, nikatamani ningekuwa mchawi nimpoteze mara moja shwa. Hivyo anawezaje kuja nyumbani kwetu bila taarifa? Na kashaamua kuniacha, sasa kaja kufanya nini sasa? Hivyo kanyampasira huyu. Walisogea sebuleni, Johari akamuonyesha ishara akae. Bila kuanza alikaa na kusalimia. Baba akaitikia na kumkaribisha. Kwa heshima, Safe alishukuru na kutulia. Basi, mama akaniambia nimpe chai mgeni. Nikaitikia sawa. Nikainuka, huku sasa kichwani nilikuwa naongea kwa hasira sana. Nikawaza nikimpelekea hiyo chai lazima nimunguze mpuzi huyu. Yaani kaniacha, halafu analeta kwato nyumbani kwa baba yangu akiwa anataka nini sasa? Bahati yake nzuri kabla sijatoka mezani akakataa bila hata kuongea, nikarudi kukaa. Nikubembeleze kunywa chai. Nyo. Mama alimbembeleza walau apate kidogo ila aligoma. Basi tulikunywa chai na baada ya kunywa baba alienda sebuleni.
Sasa mimi na Johari tukaenda jikoni. Tulipofika tu nikaambia Johari ya kwamba wewe leo umerogwa nini? Au dishi lako limeyumba? Hivi umewezaje kumfungulia huyu mwanaharamu huyu? Mwanaharamu gani sana wewe naye? Makalio yako na ukoo wako wote. Wewe kwani umetoka kufanya nini? Jamani mimi simefungulia mgeni, kwani shida iko wapi? Shida ipo na unajua huyu ni nani? Bwana mimi unitolee povu bwana. Maana unaongea na mimi yani kama sijui nini sijui hichi. Sasa unaniuliza mimi nitamjuaje? Sawa, huyu ni safe. Akikoroga huko mzigo wote nitauangushia kwako. Nini? Ningenia juu ya waya. Niliingia na kuondoka, nikaenda sebleni. Hapo najiambia huyu mpuuzi, yani leo nitamkana hapa, mkano ambao hata kaa sawa. Ajabu nifika sebleni nakuta baba anacheka tu. Na alivyoniona akaniambia, "Anisha, mpeleke huyu kijana bwana kwa mwenyekiti." Tena, kwani umeongea nini? Niliwaza na kuitikia sawa, maana sikuwa na ubavu wa kumgomea baba. Basi Sefu alinuka na kuaga, tukaongozana hadi nje ya geti. Kufika tu nikamvuta pembeni nikasema, "Wewe, ni upumbavu gani huo?" Nilivyosema hivyo, Sefu alinishika mkono huku akiwa sasa amekunja uso. Akaniuliza, "Wewe unaniuliza ni upumbavu gani? Yule uliyomposti nani?" "Ni baba yako, hebu niachie kwanza bwana." "Anisha, hivi una masuala na mimi, si ndio? Unanisaliti." "Niache bwana, mimi nakusaliti kwani wewe ni mpenzi wangu?" Unajitoa akili, si ndio?" "Bwana, jitoa akili wapi? Kwa lipi la maana? Kwanza niambie nini kimekuleta nyumbani?" "Unaniuliza nini kimeleta nyumbani? Kuna juu upumbavu ulioweka status." Nilimwangalia kwa kumbetulia midomo nikasema, "Kijana, usijisahau kuwa wewe kwa sasa ni ex wangu. So huna haki kuniuliza lolote kuhusu mimi wala mahusiano yangu." Nilivyosema hivyo, Sefu alichokea. Alinishika kwa nguvu akaniingiza kwenye gari, akawasha na kuondoka eneo lile. Tukaenda kusimama mbele kidogo na pale nyumbani. Tulibishana sana. Mwisho akasema hakuwa akimaanisha ila ilikuwa ni utani tu. Kusikia hivyo mwenyewe nikamwambia sina uhusiano wote na Kasim. Ilikuwa ni ngumu kunielewa ila hakuwa na namna nyingine zaidi ya kunielewa. Basi baada ya kuelewana alinirudisha nyumbani, huku sasa tukiwa tumepanga kuonana masaa machache baadaye. Bila kuchelewa tulifika nyumbani, nikashuka chapu na kuingia naye. Ile kufika tu sebleni tu baba akaniita. Nishtuka nikajua huenda atakuwa alisikia maongezi yetu, ila sasa haikuwa hivyo, bali alinipatia pesa na kunitaka nikanunue vitu nitakavyotaka kisha nijiandae kwa ajili ya safari ya kwenda Dar. Nilipokea huko sasa meno yote akiwa nje. "Chezea pesa wewe. Sema babangu bwana ananipenda." "Baba, Mungu alindie mzee." Bwana we, baada ya kupewa pesa nilishukuru na kuingia chumbani. Huku nyuma sasa nikaacha mama ananisema bwana. Akasema kwamba hivi mume wangu, unaniona kama mimi Karagose? Maana toka mwaka uanze hujanipa hata hela yangu, ila huyu chizi kila leo nampa hela. Baba alinuka huko akitengeneza shati lake vizuri. Akamjibu, "Huyo ni mwanangu bana, unataka apewe pesa na nani kama sio mimi?" Kwa hiyo sasa mtoto ndo anafaa kupewa pesa. Mimi mwali wa juzi, tulia bwana. Zamu yako ilishapita, kwa sasa muache mtoto ale maisha. Nitakunyoosha, halafu tuone nani mshindi katika hili. Baba alicheka na kuondoka, akimwacha mama ivuta mdomo kama chuchunge. Basi muda ulizidi kwenda pale, nikafanya shughuli zangu kama kawaida. Nilipomaliza nikajiandaa na kwenda kwa bebi wangu. Kufika huko tukamaliza tofauti zetu kikubwa. Sasa baada ya kumaliza na kuhakikisha kila mmoja roho iko kwato, tukatoka na kwenda mahali tukapata chakula kisha nikanunuliwa vitu kadhaa. Manunuzi yalipoisha nikaagana na kipenzi changu. Yeye akaanza safari ya kurudi Dar, mimi nikarudisha kwato zangu nyumbani. Hapo mwili mwepesi. Huku mikono sasa imeshika mifuko iliyojaza mazagazaga, na ukumbuke hela niliyopewa na baba sikuichomoa hata senti. Hii ndio raha ya kuwa na wanaume wawili. Huyu anakuhudumia na huyu anakuhudumia. Yaani matumizi yanakuja double. Ni full kuenjoy. Basi nilifika nyumbani, nikaingia chumbani, nikamwaga vitu vyote ambavyo nilikuwa nimekuja navyo. Nikatoa na vile vya jana, nikaanza kukagua kimoja baada ya kingine. Mara mama akaingia na kufika. Alipofika pale akashika kiuno kisha akauliza, "Wewe umetoa wapi hela kununua hivi vitu vyote?" Nikamwambia, "Jamani mama, si baba amenipa hela na wewe uliona." Mama akasema, "Unanifanya mimi nizumbukuku, si ndio? Au unafikiri mimi sijaona kiasi alichokupatia?" Nilitaka kumjibu ila kabla sijaongea aliitwa na baba ambaye ndo alikuwa amefika nyumbani muda huo. Aliniangalia kwa jicho la narudi kisha akaondoka. Basi mimi niliendelea pale na kazi yangu. Baada ya kumaliza mama akaja chumbani akiwa na mfuko ambao ulikuwa na nguo ndani yake. Nimwangalia namna alivyoingia kwa kujishaua,
Nikahisi tu atakuwa na kitu cha kunilingishia. Na kweli bwana alitoa magauni mawili na abaya moja kali sana. Akaanza kujipima mbele yangu kwa akisema, "Unanionaje? Mume wangu anajua kuchagua bwana. Ona nilivyonikaa." Basi mimi nilivuta mdomo tu nikasema, "Hakuna lolote, hujapendeza na mingu wenyewe mibaya kama nini." "La, mtoto una roho mbaya wewe. Kama toto la shetani." "Roho gani bwana? Wewe unataka uambiwe ukweli? Una lolote. Kwanza hela iliyotumika hapa ni mara 4 ya hiyo ambayo ulionayo." Nilimwangalia na kutamani kumlingishia vitu nilivyonunuliwa na bibi wangu. Akili ikaniambia, "We mwanao ukome, funga jaba lako kabla hujatenguliwa nyonga pumbavu." Kishingo upande nikakaa kimya tu huku nikimwangalia kwa hasira. Alivyonilingishia vya kutosha nini akaondoka. Na mimi sasa nikainuka na kumfuata baba. "Baba, mbona hujaninunulia baya, badala yake umenunulia mama peke yake?" "Maliki wangu, si nimekupa hela lakini ama umenipa ndio, lakini hata mimi ningetaka kununua nguo kama ya mama isingetosha." "Haya kipenzi changu, nikipata nitakununulia kama ya mama yako, sawa?" Aliponiambia hivyo mimi nitabasamu tu nikamshukuru kisha nikarudi chumbani. Haya ndo maisha mimi na baba yangu, tunaoneana wivu kama wake wenza. Baba akinunulia kitu basi jua mama atadai na yeye. Na mimi nikiona mama ana kitu na mimi nadai kununuliwa. Na uzuri wa baba yangu kwenye hicho kitengo huko vizuri, hatobisha wala kutumia ukali. Zaidi tu atasema nikipata nitakupa. Na kweli akipata unaona hicho kitu. Ngoma inabaki kwa mama. Mama akishaona hivyo na chambwa mpaka basi mwisho anaisha. Kuna muda huwa naona kama ni tabia mbaya tu kutaka kitu ambacho mama amenunuliwa na baba, ila anashindwa kujizuia. Huenda hata wewe mwenyewe unaweza kanaona kama ni tabia mbaya kutaka kitu ambacho mama ananunuliwa. Basi bwana, muda ulienda. Ilipofika usiku Sefu akanipigia kunijulisha kuwa ameshafika. Tukapiga story sana. Penzi likarudi kwa kasi ya 4G. Mapenzi matamu bwana, hasa ukimpata anayekupenda kama huyu, ni raha sana. Alafu sasa nimekumbuka, ngoja nikupe story moja msikilizaji, mimi na huyu kijana. Mimi na bebi wangu tulikutana enzi hizo nikiwa chuo mwaka wa kwanza. Na nakumbuka kipindi naanza naye mahusiano nilikuwa nimetoka kupigwa tukio na mpenzi wangu wa kipindi hicho kudadadeki. Sitaki kusema eti huyu ni mwanaume wangu wa kwanza sijui nini. No, huyu sio wa kwanza wala huyu aliyepita kabla yake ya kuwa wa kwanza. Sasa usitaki kujua nani wa kwanza na wa pili ni nani. Na huyu ni wangapi? Wewe jua tu bwana, huyu ni bebi wangu. Na nilikuwa na wengine kabla yake. Kwa hiyo toka nikiwa mwaka wa kwanza chuo hadi leo bado tupo penzini. Na uzuri wetu hatunaga mambo ya ugomvi sana, japo kuna muda tunapishana, ila kupishana kwetu huwa ni kwa kawaida na hakuna siku ambayo tulitamkiana tukuachana. Na ndio maana nimeshtuka sana kuona ujumbe watu achane. Na kutokana na akili yangu mbovu mimi sikutaka kuuliza shida nini, nikajibu sawa. Na sikujibu vile eti kwa sababu sikumpenda au nilikuwa tayari kuachana naye, no. Nilishtuka na kuumia, ila sikutaka kuonyesha kwamba hali ya kwamba nimeumia. Na hii ni kwa sababu mimi sikutaka kujiumiza zaidi. Na shukuriwe Mungu imekuwa ni utani, maana kwanza safari mpya sio rahisi kuanza na mtu anyway, tuachane na mimi twende kwa Neema. Bwana, bibi Neema huyu baada ya purukushani za kutwa nzima alikuwa amekaa kitandani kwake, kusasa taa zote zikiwa zimezimwa. Ukimya ulitawala ndani ya chumba hicho, huku akili ya binti huyu ikiwa mbali sana kufikiria maisha yake na mwanaume wake ambaye ni Lewis. Neema alifikiria nafasi walizonazo wazazi wake pamoja na heshima yao katika jamii. Akamfikiria na Lewis jinsi alivyo moyoni mwake, akahofia inaweza kuwa picha mbaya yeye kuwa na mpenzi wake huyo. Na sababu kubwa iliyomfanya ahisi hivyo ni kwa sababu Lewis hajaokoka, pia amesokota hizi rasta. Neema aliwaza sana. Mwisho akachukua shuka na kujifunika, akigeuka upande wa pili tayari kwa kulala. Mara simu yake iliita. Kuangalia mpigaji alikuwa ni Lewis. Neema aliangalia simu ile bila kupokea hadi kakata. Lewis hakuchoka, akapiga tena ila simu haikupokelewa. Kuona hivyo akatuma ujumbe ambao ulisomeka kwamba usiku mwema mpenzi wa maisha yangu, ulale unono, bye na kupenda sana mke wangu. Neema alisoma ule ujumbe na kuweka simu pembeni bila hata kujibu na kulala. Usiku ulipita bwana. Kesho yake aliamka mapema tu na kujiandaa. Alipomaliza akaenda kazini. Kufika huko alifanya kazi zake kama kawaida, na ilipofika muda wa chai akaweka vitu vizuri na kutaka kuinuka, ila kabla hajafanya hivyo mlango wa ofisi yake ulifunguliwa. Akaingia Lewis. Neema alimwangalia kwa mshangao, maana hakuwahi kumwambia ni wapi anapofanyia kazi. Lewis alitembea huku uso sasa ukiwa na tabasamu nzito. Mkononi mwake alikuwa na maua, huku mkono mwingine akiwa ameweka mfukoni.
Taratibu alipiga hatua hadi alipo Neema na kumsalimia. Akasema, habari yako mrembo? Sasa Neema akiwa na uso mkavu akamjibu, ni nzuri, japo jina langu sio mrembo, naitwa Neema. Afikiri mimi sipendi kuitwa majina ambayo upaswi kuniita. Lois alitabasamu na kusema, okay, so sipaswi kukuita mrembo? Neema akasema, ya, kwa sababu sio jina langu, karibu. Lois akasema, asante. Lois alivuta kiti kabla hajakaa, akampatia maua Neema ambaye sasa alipokea na kushukuru, japo hakuonyesha uso wa furaha. Hilo alikumfanya Lois ashinde kuonesha tabasamu. Basi Neema baada ya kupokea na kukaa, akamuuliza Lois ya kwamba, umefahamuje kuwa nafanya kazi hapa? Nimefuatilia tu, vipi, kuna ubaya? Hapana, niambia kuna nini? Lois alikaa kimya kwa muda huku akimwangalia usoni na kumuuliza, uko sawa? Ya, kwani unaonekana siko sawa. Hamna, ongea yako tu niko kama uko sawa. Ondoa shaka, niko sawa. Nakusikiliza. Lois alimwangalia na kutabasamu, kisha kainuka na kusema ya kwamba, nilikuwa naenda kwenye kikao hapo mbele, nikaona sio vyema nikipita bila kukuona, na nashukuru Mungu nimekuona, so naomba nikuache. Pia samani kama nimekuaza kwa lolote leo. Bye, uwe na siku njema. Aliongea na kutaka kuondoka. Neema akamuita na kusema, Lois, nisamehe kama nimekuwa mkali kwako, ila sipendi tuje ofisini kwangu bila kunitaarifa. Afu kingine, sipendi kusikia kuniita mke wangu ili hali mimi sijawa mkeo. Hii sio nzuri kiroho. So natumaini utakuwa umenielewa. Ya, nimekuelewa. Nasamani kwa mara nyingine. Haina shida. Na kama utajali mimi ningeomba ukipata muda jioni ya leo tuonane. Sasa utaniambia ni wapi utakapokuwa huru, mimi nitakuja. Neema alitikisa kichwa na kuashiria ndio, kisha Lois akaondoka. Sasa baada ya Lois kuondoka, Neema alirudi kukaa, akachukua maua aliyoletewa na kubaki akiangalia tu. Muda ulienda, ilipofika mchana, akamtumia ujumbe wa sehemu ipi watakutana. Lois alijibu sawa na kusubiri muda ufike. Masali sogea, hatimaye ukafika muda mwafaka wa wao kuonana. Lois alifika eneo husika na kumkuta Neema akiwa ameshafika. Walisalimiana pale, kisha Neema akamwambia kwamba, Lois, samahani kama mimi nitakuwa nimechukua muda wako, ila nimekuita hapa nataka tuongee kuhusu mimi na wewe. Sijali tu, niambie mama, kuna nini? Mimi nataka kwanza kujua na mpango gani na mimi. Mpango wako kwako ni kukufanya wewe kuwa mke wa maisha yangu. Sawa, na swala hilo unategemea kulifanya lini? Nafikiri mwisho wa mwaka hivi. Mwisho wa mwaka? Yaani mwisho wa mwaka? Yaani mwaka kesho? Ya. Kwa nini? Na tutakuwa tunafanya nini kwa kipindi chote hicho, kwa sababu ndio kwanza tuko mwanzo wa mwaka? Mambo ya kufanya ni mengi mpenzi, na swala la ndoa ni jambo ambalo linahitaji muda pamoja na utayari wa hali ya juu sana. Yaani unamaanisha kwa sasa uko tayari, si ndio? Hapana, mimi sina maana hiyo. Ile mipango yangu mimi nadhani inagota mwakani. So, kama unajua ndoa ni mwakani, tena mwishoni, wewe umeni-approach sasa. Ina maana muda wote tu tutakuwa tukizini. Neema, ndoa sio kitu cha kuharakisha namna hii Neema. Mimi na wewe tumefahamiana muda mfupi tu uliopita. Utakuwa unifahamu nei. Aflicha kunifahamu, kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuyafanya kabla kuingia huko. Lois, hivi unajua kama mimi ni mtoto mchungaji Achilia mbali uchungaji wa baba. Mimi nimetokea kwenye familia yenye kumcha Mungu sana. Ya, mimi najua. Sasa kama unajua, unatakaje kuniweka kwenye mahusiano ya kiolela tu namna hii? Sikia, kama kweli una nia njema na mimi, naomba uje nyumbani ili wazazi wangu wakufahamu, na baada ya hapo mimi nitahitaji univalishe pete mbele ya kanisa, kisha tutakaa tusubiri huo muda ufike. Ila tu kumbuka, hata tukae muda gani bila ndoa, hautaugusa mwili wangu. Lois alimwangalia Neema kwa sekunde kadhaa, kisha akamuuliza, unaniamini? Ya, ila haya yahusiani na kuamini. Sasa ni kitu gani ambacho kinakufanya uhisi kwamba mimi niko hapa kutaka kulala na wewe tu? Lois, naomba nielewe, mimi sijasema kwamba tuko na mimi kwa lengo hilo. Ila unajua maneno yako yanaonyesha kuwa yani ni kama unaniona hivyo. Neema, ni mwezi wa 3 sasa toka tumekubaliana kuanza safari ya mapenzi. Lakini katika muda wote umesijawahi hata siku moja kukuambia unipe mwili wako. Hivi nafikiri mimi sina hisia na wewe? No, ninazo. Lakini nimekubali kuheshimu mipaka yako na kusubiri wakati sahihi ufike. Na sio kwamba mimi siwezi kukufanya ukabadilisha mawazo yako na kufanya kile ambacho mimi nataka. Naweza, ila bado nakuheshimu. Labda nikuulize Neema, nifanye nini ili uone kama nina malengo mazuri na wewe?
Hakuna kingine tu zaidi hayo mimi niliyokuambia. Na wakati unahitaji kufanya hayo ni kukumbushe tu, nyumbani kwetu hakuna mtu atakaye kupokea iwapo utaenda na nywele zako hizo. Yaani unamaanisha nini? Maana yangu ni kwamba unatakiwa kunyoa hizo dread zako bwana, na sio hizo tu. Kama una tattoo yoyote ile kwenye mwili wako unatakiwa kufuta. Na kikubwa zaidi ya hayo, utatakiwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukifanya hayo yote utanioa bila kuwa na pingamizi lolote. Lewis alimwangalia Neema kwa muda. Akakaa kama vile hajamsikia vizuri, akasema, kwamba umeelewa nilichosema ama? Nahisi kama nimekusikia sijakuelewa. Yaani unataka kusema kwamba ninyoe nywele kisha niokoke. Yaani naokokaje kwa mfano? Wewe ndio unatakiwa kunyoa nywele ili baba yangu aweze kukupokea na kutoa baraka. Alafu kuhusu kuokoka ni lazima, maana baba hataruhusu niolewe na mtu wa mataifa. Kwa hiyo mimi naonekana ni kama nikuwa mtu wa mataifa, si ndio? Hivi unajua maana ya neno mtu wa mataifa? Mimi najua na sijasema neno, yaani mimi sijasema moja kwa moja kwetu wewe ni mtu wa mataifa, ila huo ndio kweli. Hautaweza kunioa ikiwa haujaokoka. Sio wewe tu, yaani mimi sitaolewa na mume yote yule ambaye hajaokoka. I say, na mimi naomba nikuulize kitu. Ni kitu gani ambacho mbali na babako anataka nini, wewe binafsi upendi wala hakikufurahishi kuhusu mimi? Ni kitu gani? Yaani kuanzia muonekano, aina ya maisha yangu na mengine mengi tu, ni kipi? Okay, kwanza mimi sipendi hiyo minywele yako, kingine dini yako. Unajua mimi nimezaliwa kwenye dini au dhehebu ambalo tunamcha Mungu wala hatuabudu sanamu. So inanipa changamoto sana pale ninapofikiria kuhusu hilo. Ila vingine mimi viko sawa tu. Basi sawa, nipe muda alafu mimi nitaamua nifanye kipi na kipi nisifanye. Neema alijibu sawa na kubadilisha mada. Waliongea sana pamoja na kupata chakula, lakini muda wote Lewis alionekana kufikiria maneno aliyoambiwa na Neema. Basi baada ya kula na story 2-3 waliagana na kila mmoja akaenda nyumbani kwake au kwao, tuseme hivyo. Basi siku zilienda bwana. Huku mapenzi yakipamba moto kila siku, Lewis alijitahidi sana kumuonyesha upendo wa hali ya juu Neema na kufanya kila kitu ili binti amuone mtu mwenye malengo mazuri na yeye. Sasa tuachane na Neema. Baada ya siku kadhaa bwana, tayari mimi nilitinga katika jiji la Dar es Salaam. Nilipokelewa na binamu, tukaenda pale nyumbani kwake. Pale kufika nikakuta nimeandaliwa masotojo ya kutosha. Sikutaka kupoteza muda. Eti sijui nikaoge kwanza ndo nile. Nikikuta amemaliza kula au tetemeko la ardhi likatokea. Nikapiga menyu kisha nikatulia kumsubiria shangazi. Sasa nikichezea simu yangu. Muda ulienda, ikafika jioni shangazi akarudi. Alifurahi kuniona, tukakaa na kupiga story kwa wingi hadi ulipofika muda wa kuingia kulala bwana. Kila mmoja akaamka na kwenda chumbani kwake. Kama kawaida ikifika mida hii ndo mida ya kuongea na mpenzi. Basi nilipopanda kitandani tu tukaanza kubonga. Tuliongea sana na Seif. Na Seif anaonyesha kufurahia sana mimi kurudi Dar es Salaam, maana hakuwa kipendezwa na mimi kukaa Tanga. Hivyo ujio wangu ulimfurahisha sana na akaahidi kunitafutia kazi kwa udi na uvumba. Na hilo ndilo nilitaka. Sio kukaa tu mwisho nitafungia hata vyeti maandazi. Basi bwana, baada ya maongezi marefu tuliagana na kulala. Usiku ule uliisha nikiwa na amani sana. Kesho yake nikaamka mapema na kusaidizana na wenzangu pale kufanya usafi. Kisha nikatoka kwenda kutembea kwa marafiki. Na ilipofika mida fulani hivi nikakutana na bibi wangu, tukaongea pale na kucheza pale, kisha nikarudishwa nyumbani. Siku zilikata, mwezi ukaisha, nikaanza kuchoka kukaa kwa watu bila kazi. Japo baba alikuwa ananitumia pesa, pia shangazi hakuwa na maneno wala shida. Ila sikujihisi huru maana wenzangu wote wana kazi zao. Niliwaza sana na kuamua sasa kuanza kuzunguka kwenye maofisi ya watu kutafuta kazi. Issue ilikuwa ni ngumu sana. Ya kutafuta kazi ilikuwa ni ngumu sana. Nikajaribu kuongea na Seif akawa ananizungusha sana nini. Nilichukia na kuona kama hajali kuhusu mimi, ila sikuwa na cha kumfanya. Nakumbuka ilipita kama wiki hivi. Siku hiyo bwana nikapokea simu kutoka kwa rafiki yangu wa muda mrefu sana. Ni nani huyo? Neema, aka Dada Mlokole. Hilo ndio jina ambalo nimezoea kumuita Dada Mlokole. Na linamfaa sana maana mambo yake yamekaa kilokole sana. Hata hivyo ni mlokole safi kabisa. Basi bwana, msikilizaji, kumbuka naye kusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. TikTok, Instagram na Facebook unatumia jina la Lucas Lumbas Simulizi. Ukiandika tu hata Lumbas Simulizi utaniona.
Basi bwana, kitendo cha kuona simu yake nilifurahi sana, maana nilikuwa sijaongea naye muda mrefu sana. Nikapokea kwa bashasha bwana. Binti mlokole. Mambo? Bwana Yesu asifiwe. Wa alaikum salam, habari yako? Nzuri, nimeona majuzi umeposti picha, ni kama uko Dar. Ya, niko Dar mwezi wa pili huu. Binti una roho mbaya. Yaani unakuja Dar miezi miwili hata hujaje hata kuniona. Kwendra, unataka nije kwenu niombewe kama mtu mwenye mashetani ama? Unaogopa maombi? Maombi ni dawa na ukombozi wewe. Wewe kikukomboa wewe na familia yako inatosha. Kwanza mniambie, bado unaishi kwenu kama mimi ama? Asa unataka mimi nikaishi wapi ndugu yangu? Kupanga? No, siwezi kutoka nyumbani kwa baba yangu na kwenda kuishi mwenyewe. Hapa natoka hadi ndoa. Sawa, hongera sana. Asante. Sasa nitakuona lini, maana hapa roho yangu iko juu juu. Natamani nikuone hata sasa hivi. Alivyosema hivyo nilifikiria ratiba za hapo nyumbani, nikaona ni siku gani nitakuwa free zaidi, nikamwambia. Hakuwa na shida, tukakubaliana ni mahali gani pa kukutana nini. Sasa baada ya makubaliano hayo tuliongea kidogo kisha tukaagana. Nikaendelea kuangalia Wahindi hadi ilipofika jioni. Nikasema ngoja nimdanganye shangazi kuwa naenda kulala kwa rafiki yangu, ili niende kwa safe, maana nilimisi sana. Kweli sikuchelewesha, nikasubiri alivyofika tu nikamwambia, na hakuwa na shida, akaniambia sawa. Nikashukuru na kujiandaa chap chap pale. Nikatoka hapo sijamwambia safe kuwa naenda kwake. Ni surprise. Wangapi mlioenda kwa wapenzi wenu kwa surprise? Vipi mlioyakuta? Yanafurahisha ama tuwape muda mtusimulie? Uzuri kwake mimi nilikuwa napajua, na siku hiyo hakukuwa na foleni, hivyo nifika mapema tu nikagonga mlango. Hapo nimeupamba uso kwa tabasamu zito. Ajabu, mlango ulifunguliwa na kutoka mtu mwingine. Nilishtuka na kuuliza kama nimemkuta mwenyeji wangu, huku sauti sasa ikipata kigumizi cha ghafla. Cha kushangaza nikaambiwa mtu ninayemuulizia hamfahamu wala hajawahi hata kumsikia. Nilichoka na kuaga kinyonge. Kufika nje ya geti nikawaza sasa nimpigie, nikaona hapana, lakini hakuaje amehama bila hata kunipa taarifa, wakati moja ya sheria yetu ni kuambizana kila kitu. Mimi sikutaka kuichosha akili yangu, ila nikaona ngoja nikampigia rafiki yangu na kumwambia ampigie rafiki yake safe, alafu ajifanye kama anataka kwenda kumuona bila kumpa taarifa, hivyo ampa maelekezo ni wapi anaishi. Kweli akampigia. Hapo simu imeunganishwa bila mshikaji kujua. Basi simu ikaita kidogo na kupokelewa. Wakasalimiana pale, kisha binti akaongea kama nilivyomwambia. Halo, nilichoka kwa kile nilichokisikia. Kwani Sefu anaishi Kinondoni? Anaishi hivyo maana kipindi fulani Anisha aliwahi kuniambia kuwa anaishi huko. Hapana bwana, kule alikuwa anaishi Juma, ila mshikaji akawa anampeleka dem na kumdanganya kuwa ni kwake, maana hakutaka afahamu anapoishi. Mbona hii kali? Ila nyewe wanaume mna moto wenu, maana sio kwa haya mambo. Mbona kawaida tu. Alafu mshikaji alifanya vile kwa sababu hakuwa na lengo lolote na Manzi. Yeye alitaka tu kuchapa na kusepa, ila mtoto alikuwa mtundu, akaamua tu ampe cheo. Sema ndo akasema hawezi kuoa. Si unajua tena ni kila mtu ana chaguo lake, maana Anisha ni pisi la kwenda bwana, ila mshikaji hakumuona kama anafaa kuwa mke. Hii sio sawa kwa kweli. Na namuonea huruma mtoto wa watu, maana hadi saizi bado wako wote. Na atakuwa najua mwamba ana malengo, kumbe anapita tu. Ndio hivyo bwana. Sema jamaa sijui kwa nini yani hataki kumwacha, maana kashaoa. Ila inapokuja swala la Anisha, hataki kuambiwa kitu. Wewe Sefu ameoa lini? Unashangaa. Kwani ukujua? Ila sawa, maana alioa kimya kimya. Na ni kitambo kidogo, na hivi ninavyoongea na wewe mkewe ametoka kujifungua. Haisee msikilizaji, sikutaka kuendelea kusikia maongezi yao, nikakata simu. Nilikaa chini maana nilihisi miguu inaishiwa nguvu. Kwamba Sefu ameoa na tayari ndoa imezaa matunda. Nye watu wanaromba ya kweli. Yani like seriously ameamua kucheza na hisia zangu namna hii. Niliumia sana. Moyo ulijaa hasira isiyo ya kawaida, huku akili ikijaa maswali yasiyo na majibu. Nilijiuliza kama ameamua kuoa, kwa nini yuko na mimi hadi leo? Na anaishi vipi na huyu mwanamke wake? Maana hakuna siku niliyompigia simu Sefu akashindwa kupokea. Yaani hata iwe saa 8 usiku, anapokea na tunaongea. Ina maana anaongea na mimi mkewe akiwa wapi yani? Nijiuliza na kuamua kuinuka, nikafuta machozi na kumpigia. Basi simu iliita karibia mara 3 hivi bila kupokelewa. Nikamtumia ujumbe akiwa free anitafute,
na hapo ilikuwa ni saa 1 usiku. Kweli baada kama dakika 3 hivi alinipigia na kuniambia kwamba aliacha simu kwenye gari. Mimi sikutaka hata kuonyesha kama nimechukia. Kwa upole nikamuuliza kama ana muda tuonane. Kama kawaida yake alifurahi sana na kunitajia hoteli ambayo tutakutana. Nikamwambia leo mimi nataka nilale kwako. Nilivyosema hivyo alikaa kimya kidogo, kisha akaniambia sawa, niambie uko wapi nije kukuchukua au utakuja mwenyewe. Mimi sikutaka kumchosha. Nikamwambia nitumie tu location na kuja mwenyewe. Akajibu sawa. Baada ya dakika 3 akatuma. Niliangalia simu yangu na kubaki nikicheka kama chizi. Wanaume hawa. Nilifuta machozi na kurequest usafiri ukanipeleka hadi sehemu husika. Kufika akatoka nje kunipokea. Tukakumbatiana pale na makesi pale, kisha tukaongozana kuingia ndani. Nilitembea huko sasa nikiangalia mazingira ya eneo lile hadi tukaingia ndani. Kweli kwa mazingira ndani na nje yalionyesha wazi kuwa sio kwake. Nitabasamu na kujiambia nitulie kama dawa iniingie vizuri, ila nitakachomfanya huyu mbuzi hatokaa kanisahau maisha yake yote. Bwana we, kijana mwenye mahaba yake bwana. Kanaandalia msosi vizuri tu. Nikala kwa kushiba haswa. Kisha nikaomba tukalale mapema. Kwa sauti iliyojaa mahaba akaniambia sawa malkia wangu. Nilimwangalia afiki moyoni nikajisemea leo nitakuwa malkia mtoa roho wako. Nitabasamu na kuinuka. Akanibeba unyadi chumbani. Kufika huko tukaanza maandalizi ya chakula cha usiku. Mambo yalivyoiva nikamwambia leo nataka tule chakula kwa staili za kizungu. Akauliza zipi? Nikamwambia wewe tulia bwana, mimi nifanye yangu. Bila ufa akatulia huku akiniangalia kwa macho yenye uchu sana. Basi mtoto wa kike nilisogea na kuchukua mkoba wangu nikatoa vitu fulani hivi. Alipoviona akatabasamu. Kaambia umeshajua chakula kitalika kwa aina gani Aitabasamu na kutikisa kichwa kwa ndio. Nilimwangalia na kuchukua vifaa vyangu vyote. Nikamfunga mikono na kumfunika macho. Sasa nikataka niache miguu, nikaona ngoja na yenyewe niifunge. Baada ya kumaliza kumweka vile, nilitaka sasa nikachukue simu yangu na kutegesha kamera. Nikajifunga pale kanga na kufunika sura yangu. Kisha nikaanza kuchezea vitu fulani hivi. Sikutaka kufika mbali. Nilivyoona nimepata kivideo kifupi, nikachukua na picha. Hapo sasa amelala tole, anasubiria kupewa. Nikaweka simu pembeni na kumtoa kile nilichomwekea machoni. Alishangaa mbona nimejifunga nguo huku sasa nimeshika kisu mkononi. Kwa sauti ya uoga akauliza baby vipi, mbona upo hivyo? Swali lake mimi linipatia hasira sana. Nikana mwangalia huku nikikumbuka maneno ya rafiki yake. Angalia yangu ilizidi kumpa wasiwasi. Akataka kuinuka ila akashindwa. Taratibu nilimsogelea na kukaa pembeni yake huku nikiwa naangalia nyeti zake. Kisha nikamuuliza hapa ni kwa nani? Na kule ulikokuwa unanipeleka siku zote ni kwa nani? Mpenzi, unaongea kuhusu nini? Nimekuuliza swali nikitaka jibu na sio swali juu ya swali. Mimi sikuelewi. Kipi usichoelewa? Sefu nakuuliza hapa ni kwa nani? Na kule Kinondoni ambapo unaniambia ni kwa nani? Jamaa alipata kigumizi na kushinda kuongea, nikaona huyu ananitania. Sasa nikashika nyanya zake na kumfinya, akapiga ukelele wa maumivu. Mimi sikujali, nikaendelea kuminya huku nikimwangalia kwa uso wenye hasira. Sikufungua mdomo wangu kumwambia tena, yeye mwenyewe akasema atasema. Kusikia hivyo nikamwacha na kusikiliza. Akasema nisha, naomba nisikize mpenzi wangu, kula kukua kwangu ila kulikuwa kwa mshikaji wangu. Nikauliza na hapa je? Alikaa kimya kidogo na kujibu kinyonge kuwa hata hapo sio kwake. Nitabasamu na kumuuliza vipi kuhusu mkeo? Amejifungua mtoto gani?
Sikia mpenzi wangu. Mimi sijui utakuwa umeambiwa nini au umesikia nini, ila tafadhali sana niamini, mimi sina mtu mwingine zaidi yako. Ndio mimi najua ni kudanganya kuhusu ninakoishi, ila hii ya leo mimi sijapanga kudanganya. Maana nyumbani kwangu mimi nimeita kampuni ya usafi wapige dawa na kufanya usafi. So mimi nisingeweza kukupeleka. Hata hivyo toka jana mimi niko hapa na nitakuwa hapa hadi watakapomaliza. Naonekana kama mtoto darasa la 3 Hapana mpenzi, naomba basi nifungue basi tuongee vizuri. Hivi Sefu najua nina hasira. Sefu na hasira kiasi ambacho siwezi kuelezea, umesikia? Hivi nikosea nini hadi kufikia hatua ukaamua kucheza na hisia zangu Sefu? Sefu, nimekupenda. Mimi sikuwahi kufikiria kuwa na mwanaume mwingine zaidi yako. Lakini leo wewe ni wakunifanyia mimi hivi kweli? Okay Sefu, tuseme ni tamaa zako basi zikufanye uwe na mimi, lakini kwa nini baada ya kunipata huko niache, yaani hukuachana na mimi? Badala yake umeniweka kwenye kifungo cha mateso. Sefu, kuna lolote baya ambalo mimi niliwahi kulifanya kwako labda ndio sababu ya wewe kunifanyia hivi? Maana mahusiano yana miaka 5 Sefu. Na ndani ya miaka yote umekuwa ukinidanganya bila kujali nitajisikiaje siku nikijua kweli. Anisha, naomba nisikize mpenzi, kaa kimya. Naomba kimya kabla sijakuwa mpuzi wewe. Unaniita mpenzi? Unanipenda au unaropoka tu? Eti mpenzi, seriously? Sefu, miaka 5 yote umeniweka gizani Sefu. Sefu, mimi nimekaa na matumaini kuwa siku moja tutakuja kuishi kwenye ndoto zetu, bila kujua yote unayosema ni uongo. Na tayari umeshamuoa yule ambaye umeona anakufaa. Na mimi ukaendelea kumtumia na kunijaza ahadi yako, si ndio? Na hivyo na akili mbovu nilikuamini Sefu. Aya, ona leo moyo wangu umeangukia kwenye shimo la moto. Sefu, mimi nikosea nini Sefu? Kama ndio na mimi sikufai, kwa nini ukuniacha kuliko kunitumia na kunipotezea muda Sefu? Hivi unajua mimi nimekataa wanaume wangapi kwa sababu yako? Na kuuliza, unajua mimi nimekataa ndoa ngapi kwa sababu yako wewe? Niliongea kwa ukali sana. Sefu alitulia na kuwa kama amemwagiwa maji ya baridi. Nililia sana msikilizaji. Sefu, mbona niambie, kwa nini sio mimi? Niambie, kwa nini ukamuoa mwingine? Mimi umemwachia nani? Nitampenda nani kama ninavyokupenda wewe Sefu? Niambie. Anisha, please. Tafadhali mama, naomba nisikilize. Unajua mimi nakupenda na wewe kimya shetani mkubwa wewe. Hujafanya nini? Unataka kusema nini? Unataka kusema ni uongo kuwa hujaoa? Ni kweli nimeoa. Lakini haina maana kuwa mimi sikupendi. Mimi nakupenda. Kweli umeoa. Wow. Kwa hiyo mimi ukaniona nina kila sifa ya kuwa mchepuko, si ndio? Sio hivyo, ila ni vipi? Au tuseme basi utaniambia basi ulitaka ni kunifanya mke wa pili, kwamba bado sikuwa na sifa za kutosha kiasi cha kunifanya kuwa chaguo la pili? Sefu, nilikupenda. Sefu, nilikubali kuwa na wewe katika hali zote, huku nikisimama na kufanya kila kitu kulinda masomo yangu Sefu. Sefu, nilijitunza na kulinda ahadi yangu kwako, wala mimi sikuthubutu kumpa mwanaume mwingine nafasi, lakini malipo yake yamekuwa haya Sefu kweli. Sefu, uongo, saliti ndio vitu pekee ambavyo mwanamke anastahili, si ndio? Niambie. Unajua nini? Kama ningekuwa nachukia maisha yangu, leo ningekuua kama kuku. Lakini kwa ajili ya familia yangu na mimi mwenyewe nimeamua kukuacha. Ila kuanzia leo usikatize mbele yangu. Yaani ukiniona pita mbali. Mpuzi wewe. Sefu alikaa kimya. Nikainuka nikavaa nguo zangu na kuondoka. Nikamwacha bila hata kumfungua. Kwa kuwa niliaga ninaenda kulala kwa rafiki yangu, ikanibidi sasa nichukue chumba guest nikalala, na kesho asubuhi na mapema nikarudi nyumbani. Nilifika nyumbani nikiwa kama hakuna kilichonikuta. Bila kuonyesha unyonge nilifanya shughuli zangu kama kawaida. Sefu hakutaka ukaa kimya.
Alipiga simu mpaka akachoka, lakini sikupokea wala kujibu meseji zake. Akaamua kumtumia rafiki yake, lakini sikutaka kusikiliza. Akaona hawezi kukaa kimya, akanifuata nyumbani. Alo, hii siku hatokaa akaisahau. Nilimsuuza akasuuzika haswa. Naona hakuamini kama mimi ndo wa kumchamba vile. Kijana aliondoka bila hata kugeuka nyuma, na story yetu ikaishia hapo. Zikapita kama siku 3 hivi, nikaenda kuonana na Neema mlokole bwana. Kama ilivyokuwa mpango wetu, nikafika sehemu husika na kukuta bado hajafika. Nikasubiri kama nusu saa hivi akafika. Tulisalimiana pale kwa furaha sana, kisha tukaagiza vinywaji, sasa tunakunywa kwa story 2-3 zikiwa zinafanyaje? Zikiwa zinaendelea. Sasa kwa kweli ilikuwa ni mida ya mchana, tukaona ngoja tupate na chakula kidogo. Hivyo tukaagiza na kilipokuja tukala. Baada ya chakula Neema kaniuliza kwamba kwa hiyo Anisha, mahusiano yako kwa sasa yakoje au bado unakula bata? Yaani mahusiano gani unazungumzia? Si wewe unayojua wewe. Mimi na mahusiano na Mungu wangu tu. Unajua haiko serious. Sasa bwana, mimi kuna kitu nataka tuongee, pia unisaidie. Ni kuhusu mahusiano. Alivyosema hivyo nilivuta kiti nikakaa vizuri ili nisikie umbea. Usikute mlokole wa watu wanateswa na mapenzi. Maana hawa viumbe hawana huruma hawa. Wao wana heartbreak tu hadi watumishi wa Bwana. Neema alikaa kimya kidogo kisha akasema, Anisha, ni katika be. Unajua mimi na mpenzi anaitwa Lewis. Unajua kaka, mimi simuelewe. Yaani umueleweke vipi? Ananipenda na kunisikiliza kupita kiasi, kitu ambacho yani kinanipa wasiwasi sana. Yaani kwa nini anipende sana kiasi hiki? Msikilizaji, nijikuta nikiangua kicheko. Yaani mtu unapataje shida kupendwa? Yaani hawa msikilizaji, hawa mabinti ndio wanatufanya sisi tuonekane wanawake hatujui tunachokitaka. Hii ni maajabu. Sasa Neema kaniuliza kwamba sasa unacheka nini? Aliuliza baada ya kuona nacheka sana. Nikanyamaza nikamwambia, unajua unanichekesha sana. Sasa unapataje wasiwasi kisa tu mtu anakuonyesha kupenda sana? Anisha, mimi nadhani utakuwa unielewe. Yaani huyu kaka ana upendo wa ajabu sana na ni mtulivu sana, hadi mimi naogopa. Asa unaogopa nini? Au unataka mwanaume anayepayuka si ndio? Hapana, mimi sio utakuwa ni ananiigizia, lakini na wasiwasi asije kuwa katumwa na shetani tena. Hivi kwa nini mnamuonea shetani wa watu sasa? Mkaka kwa vizuri unasema katumwa na shetani. Ili iweje? Kwani wanaume watokee kupenda jamani? Sio hivyo Anisha, ile ukazidi jamani. Hivi unajua mimi nilikataa kulala naye akakubali. Yaani hadi leo hajanigusa wala kuonyesha yani kutaka. Afu mimi nimekuwa nikimjibu vibaya, yani hata kumpa masharti magumu, lakini yote amekuwa akikubali. Ndio upendo sasa. Wewe ulitaka akatae wakati anakupenda? Hapana, hii sio kawaida. Msikilizaji, huyu mlokole huyu, ndio maana nakwambia huyu ndo kundi la watu wale ambao wanatufanya sisi wengine tuonekane tunataka nini, yani tujui tunachokitaka. Unajua nilimwangalia kwa kumshangaa sana, nikamuuliza sasa, sawa, hebu niambie malengo yenu ni nini hadi muda huu? Mimi nilimuuliza akasema mwakani mwishoni ndo tutafunga ndoa. Nikamwambia ni mbali, ila akasema sisi tunahitaji muda na lazima tujipange. Mimi nikasema sawa, ila aje nyumbani sasa ili afahamike na wazazi. Akasema sawa. Na afu mimi kinachonishangaza ni kwa yuko tayari hata kuacha dini yake kwa ajili yangu. Na sio hiyo tu, unajua amekubali kunyoa rasta zake ambazo yani zina miaka 4 pamoja na kubadili muonekano. Kiufupi ni kila anachotaka anafanya. Pia ananihudumia kwa kila kitu. Alafu umeona ile gari hilo ambalo nimekuja nalo ni yeye amenunulia. Yaani hata wiki haijaisha mimi sikumuomba, ila tu tuko tumekaa kama hivi akaja mdada akiwa na gari kama hilo. Nikamwambia silo ni gari la ndoto yangu. Mimi nishangaza, nimesema tu hivyo eti umepita mwezi tu akani surprise. Aisee, niligeuka kuangalia gari analosema, maana wakati anakuja nilikazana kumwangalia namna alivyokuwa mrembo. Kichwani niliwaza huyu binti akili zake hazimtoshi. Mtu anakupenda, anakupatia kila kitu, leo uko hapo unasema eti una wasiwasi. Aya, kweli upele humpata asiye na kucha. Nirudi kumwangalia na kumsemesha kwa upole, sasa rafiki yangu,
sijaona kitu cha kukufanya una wasiwasi na huyo mtu. Maana mwanaume akipenda atafanya kila kitu kuhakikisha tu mwanamke wake anafurahi. Na ndio kitu ambacho anafanya mpenzi wako. No Anisha, unajua mimi sipo comfortable na haya, Na wewe unajua wanaume vizuri. Mwanaume unajua anaweza kukupatia kila kitu ambacho unataka, ili mradi tu akupate, na kisha kupata tu hautamuona. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ni hana mapenzi na wewe, ila anataka kukutumia tu. Mimi nahisi hivyo. Hapana, mimi nakataa. Yaani kama angekuwa na lengo la kukutumia, niamini mimi ungeshaliwa kitambo tu. Lakini hadi sasa katulia, hana nia mbaya na wewe. Anile kitambo kwamba anawezaje? Anawezaje dada? Hivi unajua wanaume vizuri wewe? Wasikia, ondoa shaka, mimi naona yuko sawa, lakini kama moyo wako una sita sana, hebu muombe Mungu. Ukishindwa kuomba mshirikishe mama yako. Mimi siwezi, maana mama akijua kuwa hajaokoka hawezi kumpokea. Jamani, kwa lazima awe ameokoka? Kikubwa si awe ni mtu anakupenda na wewe nawe mume bora kwako, Hayo mambo sije wokovu, sije dini anakuja tu baadaye. Hata hivyo sio lazima ulewe na mtu mwenye imani sana wewe, Isipokuwa unatakiwa tu kuangalia huyu mtu ana hofu ya Mungu au vipi. Neema, niamini mimi, kuna tofauti ya kuokoka unakokujua wewe na hofu ya Mungu. Mtu anaweza kuonyesha ameokoka au ukamuona ameokoka, lakini ndani yake ni mtu ambaye ni mtupu, yani hofu ya Mungu haimo, na huyo ndo hatari. Lakini ukiwa na mtu wa kawaida mwenye hofu ya Mungu, amini utepukana na mengi sana. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ni sisi tunaookoka ni hatuna hofu ya Mungu, au mwenye hofu ya Mungu hatakiwi kuokoka? Umeelewa vibaya Neema. Yani sikia, unaweza kuokoka na usiwe na hofu ya Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Ili una hofu ya Mungu lazima uokoke. Haya dada, naona tunakuelekea ni kupeana injili. Sasa utafanyaje sana huo wasiwasi wako? Mimi nahitaji nisaidie. Mimi tena kwamba nikuombee au nini? Kama ni hivyo ndugu yangu, mimi sio mwana maombi. Kwanza sina imani sawa na wewe. Hapana, mimi sina maana hiyo. Maana yangu mimi nahitaji unisaidie tu kujua kama kweli huyo mtu ana upendo wa kweli kwangu. Yaani mimi nikusaidie kujua. Chineke. Hebu sikia Neema, punguza wasiwasi basi. Kwani umeshaumizwa au? Maana una wasiwasi sana. Unajua Anisha, ungekuwa kwenye nafsi yangu ungenielewa, lakini huwezi kunielewa. Anisha, sisi tukishafunga ndoa kifo ndo kitatenganisha, Sasa fikiria kama nitolewa na mtu asiye sahihi, ni namna gani mimi nitaishi katika mateso jamani? Na unajua mimi nimetokea kwenye familia ina gani? Mimi leo nikishindwa itakuwa ni aibu sana kwa familia yangu, kitu ambacho mimi sitaki nitokee jamani. Zaidi mimi nitatamani tu kwa mfano wa kuigwa. Na hivi ninavyoongea na wewe, mwezi ujao Lewis atakuja kujitambulisha, kisha swala la pete na mahali vitafuata. Sasa mimi nataka kabla haya yote nijihakikishie kuwa kweli huyu ni mwanaume wangu. Maana mimi anaweza kunionyesha upendo, kumbe nyuma pazia anafanya uchafu. Kwa hiyo unataka nikusaidie vipi? Mimi nataka tu utengeneze tu karibu naye, umchunguze kama hana mwanamke mwingine zaidi yangu, na ikiwezekana umtege ili tujue uaminifu wake uko wapi. Nilibaki mdomo wazi. Mwanaume ategwe. Nilibaki mdomo wazi msikilizaji, nisiamini. Ina maana mimi nikamchunguza mpenzi wake, tena ikiwezekana nimtege? Ni maajabu. Nilishusha pumzi nikamwambia hapana. Hii ni mbaya ndugu yangu. Siwezi kufanya hivyo. Anisha tafadhali, naomba sana basi nisaidie. Hapana Neema. Sikia, si unamwamini Mungu? Nenda funga, afu omba vya kutosha, atakuonyesha. Afu kingine sio vizuri kumchunguza mtu kiasi hicho, hasa mwanaume. Viumbe wameombewa tamaa. Anaweza kuwa na mwanamke mwingine huko, lakini amaanisha tu kwa kupendi. Hapana, yani kwao ni kawaida. Mwanaume kuwa na mwanamke mmoja, niamini mimi, ni wawili kati ya 100. Na katika wawili mmoja ndio wangu. Unajua Nisha, mimi siwezi kuolewa na mtu asiyekuwa yani asiweza kutulia na mwanamke mmoja kwa gezo cha wanaume. Kwani ni wapi maandiko kuwa mwanaume anatakiwa kuwa au eti ana haki ya kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja? Hakuna. Neno linaagiza kuwa na mume mmoja na mke mmoja. Binti, usende mbali. Mimi siwezi. Kama unaona hiyo ndio njia kumjua mtu wako, tafuta mtu mwingine, la sio mimi. Hapana bwana, nisaidie basi. Mimi nakuamini wewe Anisha. Asante kwa kuniamini, la mimi hapana. Aliniomba sana,
Nikakataa katu. Nisema siwezi kabisa. Habari za kufuatilia watu hapa sizitaki. Maisha yangu yenyewe yameshanishinda hapa kufuatilia. Afu leo mimi nikawa busy na ya watu. Ai. Basi bwana. Baada ya kukataa hakukuwa na maongezi mengi, tukaagana kila mtu akarudi kwao. Nilifika nyumbani nikamkuta shangazi alikuwa ananisubiri, akaniambia kuna kazi imepatikana, kama nitaipenda nikafanye. Nikauliza ni kazi gani? Akaniambia ni supermarket, mshahara 3,500. Sikufikiria, yani sikuanza kuwaza mara mbili. Nikamwambia naitaka. Na bila kuchelewa akaongea na muajiri. Nikaambiwa nianze kazi kesho kutwa yake. Nilifurahi sana, japo nitamani kufanya kazi niliyoisomea, ila sikuwa na namna, maana kazi zimeota miguu. Na kazi kishaota miguu ni kumwendo wa kuzurura tu na kutembea napotaka. Basi kesho yake nilienda sehemu yangu ya kazi, nikakutanishwa na bosi, kisha nikarudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya kuanza kazi kesho yake. Masaa yalienda, siku ikaisha, hatimaye siku ikafika. Nikamka mapema tu nikajiandaa kisha nikaenda. Ilikuwa ni mbali na nyumbani, hivyo nilitumia muda mrefu sana kufika, ila uzuri niliamka mapema sana. Hivyo nikafika kwa wakati sahihi. Nilifanya kazi wiki tu, nikawa sasa nishanyoka. Kufanya kazi kwa Muhindi inataka moyo. Yule baba ni kiboko. Yaani unakaa kazini kama umekaa kuzimu. Nilichagua kuvumilia huku nikijitahidi kutengeneza ukaribu na watu wenye hadhi zao ili nipate connection ya kazi. Neema mwenyewe kwanza hata kuacha kunisumbua, aliomba hadi nikaona kero na kutaka hata kumblock, lakini kabla sijafanya hivyo siku alinitafuta na kuniambia kwamba kuna kazi imepatikana na ni kazi niliyoisomea. Kuangalia mshahara ni mnono. Bila kuchelewa nikampigia, maana alikuwa ametuma message. Simu iliita mara moja ikapokelewa. Nikamuuliza, akaniambia nafasi ipo ila unaingia kwa connection, so kama niko tayari anifanyia mpango. Nikamwambia ndio niko tayari. Akacheka na kusema atafanya hivyo ila nikubali ombi lake la kumchunguza mpenzi wake. Nilikaa kimya nisijue niongee nini. Akaniambia utakapokuwa tayari utaniambia nipige simu, pia usijali kuhusu makazi, utapata tu na sehemu ya kukaa bure kwa miezi 6. Aliongea hivyo na kukata simu. Niliwaza mwisho nikasema nitakufa maskini kisa ujinga. Chapo nikampigia nikamwambia nimekubali. Akasema wow, asante. Basi jiandae Jumatatu kafanya interview na usiogope, hiyo interview utafanywa tu ili watu wasisanuke, ila kazi tayari ni yako. Nitabasamu na kujibu sawa. Akakata simu. Nikasimama na kujiangalia kwenye kioo. Moyo ulifurahi kuona naenda kufanya kazi ya ndoto yangu. Lakini hiyo kazi ya Neema nitaifanyaje? Sema fresh, ni kazi ndogo. Sikutoa tu umbea tu, Si ni umbea tu. Wangapi wanapeleka umbea kwa Mange Kimambi? Mimi nilifurahi sana na kujilaza kitandani huku uso umejawa na tabasamu. Nivuta picha namna nitakavyokuwa naingia ofisini kwangu. Maisha haya. Nijizungusha kitandani kwa furaha, nikachukua simu na kumpigia mama. Simu iliita kidogo akapokea. Manisha. Abe. Manisha Abe. Manisha. Wewe ushaanza kuniona kama makalio yako, Uko kilingeni ama? Manisha. Wewe mshenzi wewe, kama huna cha kuongea cheza na shangazi zako mbwa mweusi wewe. Mrembo nakuita, itikia kwa kunyoka basi. Nitike kwa kunyoka kwamba wito wako ni mizimu ya kwenu ama? Kwanza nimekumbuka wewe mpusi. Umeondoka na abaya langu Mama achana na hiyo abaya bwana. Baba atakununulia nyingine. Sasa mama mimi nimepata kazi. Kumbe mlichukua kweli? Walai wewe mtoto huna adabu. Yaani nguo leo nunulia mume wangu kwa mapenzi mazito umeenda kuweka kwenye huo mwili wako? Mwili ambao ulio kaukiana utafikiri una kwa shako. Sasa sitaki kujua unataka kuongea nini. Kesho asubuhi nataka nione nguo yangu. Pumbavu wewe. Yaani mimi sijui una akili gani wewe mtoto. Toto lenyewe lina damu mbaya kama kunguni za Kiafrika. Sasa ule wako kesho sirejeshe hiyo nguo. Wallahi na kuvunjia nazi. Biasha kacharuka. Sema nini? Imenikaa vizuri hadi raha. Wewe Shumireta wewe. Wewe Shumireta waangani. Hivi unataka kucheza na mimi sio? Anisha ushaniona mimi chokola mwenzio, si ndio Sasa ngoja. Basi mama. Sasa nisipovaa mimi binti yako nani atavaa? Bwana rejesha nguo yangu paka Shume wewe. Hayo usijali, mimi nitarudisha bwana nikija. Sasa sikia mama, mimi nataka nikupatie habari nzuri. Nimepata kazi mama. Kazi gani? Usije kuwa umefundishwa kuanga na shangazi zako huko.
Kuanga nako ni kitu cha kufundisha bwana. Mimi nimepata kazi kwenye kampuni fulani hivi, mshahara nilimtajia pesa ambayo nitakayolipwa. Mama alicheka cheko la dharau. Akasema wewe huyo? Wewe kabisa huyo. Upewe kazi yenye mshahara huo. Kwa akili gani? Maana hata hicho chuo chenyewe umemaliza kwa neema ya Mungu tu. Shida yako mama, unanidharau mimi. Mimi mbona akili ninazo bwana? Kwanza nikiwa sina akili utakuwa umeharibu wewe mwenyewe, maana mtoto anachukua asilimia nyingi kwa mama. Kwa hiyo akili zangu ni zako. Hapo vipi? Shindwa pepo. Sina akili chafu kama zako. Wewe akili zako umezitoa ubabani na sio kwangu. Kwa hiyo si hatuna akili, si ndio? Sasa ukiniangalia unaona mimi na akili kama na za huyo chizi wako huyo. Toto limechachuka kama limetiwa ndimu. Msikilizaji, ndivyo nilivyosikia hivyo baba akiwa anaongea pembeni bwana. Sababu akumjibu akachukua simu na kunisalimia. Niambie mrembo wangu. Safi baba, shikamoo. Marahaba, kulikoni bwana? Umekaa kimya au ndio ushaanza kunisahau babako? Tanzaje kumsahau mfalme wangu? Kabla baba atajibu, mama alimkwapua simu. Washenzi kweli. Yaani mnapendana kwenye simu yangu. Aliongea na kukata simu kwa hasira. Sikutaka kumtibua. Nikampigia baba, tukapiga zetu story. Nikaambia kuhusu kwenda kufanya interview, ila sikusema kama kuna kazi nyuma ya kazi. Basi baba akaniambia inshallah Mwenyezi Mungu akufanyie njia binti yangu, pia mimi mwenyewe nitakuombea. Nikasema sawa baba, nakupenda, bye. Akasema haya, usiku mwema, usiamke usiku ukafanya ule ujinga tena, safari hii utachoma moto. Nilishia kucheka nikasema sawa baba, bye. Basi nilikata simu na kujifunika shuka huko nikicheka kama chizi. Usiku ulipita, kesho nayo ikapita. Ilipofika Jumapili nikaandaa nguo kwa ajili ya interview ya kesho yake. Baada ya kumaliza kuandaa nikampigia Neema anipe maelekezo kuhusu hilo jambo lake ili nijue naanzia wapi na ni wapi nitaishia. Basi alipokea na kuniambia kuwa amepata safari, hivyo atarudi baada ya wiki moja. Hivyo niandae tu, yani mimi nijiandae tu nikafanya interview pale kama kawaida, akirudi ndo atanipa maelezo ya kitu cha kufanya. Basi mimi sikuwa na la ziada. Kaagana naye pale kisha nikaendelea na ratiba zangu. Taratibu masaa yalisogea, usiku kaingia na siku ikaisha. Basi siku iliyokuwa ikisubiriwa ikafika. Na kuambia niliamka saa 11 kasoro nikajiandaa na kutoka. Bado kigizagiza kilikuwepo, chezea kazi wewe. Basi bwana. Nilifika sehemu husika, nikaanza kushangaa pale maana jengo lilikuwa limenyooka sawa. Yaani unapishana na watu wamepigilia suti nyeusi. Huko vidada sasa vikikatiza na skonkido vyao kama nini sijui. Haya mtoto wa biasha mimi nikapiga hatua za taratibu hadi kwa secretary, nikauliza pale, nikakuta bado hajafika, nikakaa kama nusu saa hivi ndo akafika. Basi nikasalimia pale na kuuliza. Kwa nyodo akanijibu kwamba muda bado nisubiri. Mimi sikuwa na neno zaidi ya asante. Basi japo nilikamind kinyama sema nikakausha nisije kuongea mdomo kaniponza. Basi bwana, baada ya kujibiwa kuwa muda bado, nikasogea sehemu ya kukaa. Nikakaa kusubiri sasa huo muda ufanyeje? Ufike. So wakati nikiwa nimekaa huku nikiangaza, yani kitazama huko na huko kuangalia mandhari ya mle ndani, akaja huyo mkaka bwana. Alo! Nilikodoa macho nikamwangalia huku mdomo ukiwa wazi. Mkaka huyo aliingia kwa mwendo haraka sana, huku akishika tai kama vile anailegeza fulani hivi. Yule bidada secretary alivyomuona tu akainuka haraka na kusema bosi. Ajabu yule mkaka hakuitikia. Ndio kwanza akapita kama hajaona kitu. Nikigeuza shingo kumwangalia huku pua sasa zikiwa wazi kuvuta harufu ya marashi yake. Mungu, huyu Mungu. Acheni tu aitwe Mungu tu. Msikilizaji, kumbuka kusimulia ni Lucas Lumbas. Mitandao ya kijamii TikTok, Facebook na Insta natumia Lucas Lumbas Simulizi. Ama unaweza kuandika tu Lumbas Simulizi utanipata. Kwa msikilizaji, unajua bwana huyu Mungu ni ajabu sana. Maana kuna viumbe wameumbwa halafu akaumbika. Jamani, hili likaka ni lizuri balaa.
yani kapanda hewani hivi fulani hivi, yani mwili umejazia, kichwani kasokota rasta zimempendeza balaa. Sema ngoja nitulize wenge nisijimalize bure. Ila stani jamani kaka ni moto. Yani kwanza akiwa bwana wangu nasemaje, mngekoma maana hakuna rangi mngeacha ona. Sasa ubaya nilivyo kabaya hivi, kuwa na mtu kama huyo ni ndoto za linacha. Basi mtoto wa watu mimi nikatuliza komwe. Muda ukasogea pale, watu wakaanza kuingia kwa wingi, na ilipofika saa 2 tukawa tayari tu yani huo muda ulivyofika ndo ukawa ni muda tayari wa sisi kuingia kwenye interview. Na zamu yangu ilipofika nikainuka na kuingia. Sasa baada ya mimi kuingia kwenye interview nikapigwa maswali kadhaa, nikajibu kwa ujasiri, huku sasa tabasamu likiwa pana usoni. Unajua tena tayari naamini kwamba nina connection. Unajua tena tunajiamini sana watu ambao tunajua tuna connection. Lakini ghafla kaingia Rastaman. Ajabu nikajikuta napata gumizi kilichoambatana na uoga. Yani hata sijui imekwaje, ila ujio wake ni kama ni uliondoa ujasiri wangu. Nilianza kujibu mbovu. Akawa kimya tu ananiangalia. Nikaulizwa maswali pale. Sasa na muda ulipoisha nikaambiwa niondoke, nitapigiwa simu. Kinyonge nikainuka na kuondoka. Hapo moyo umejaa hasira vibaya mno. Katoka nje nikiwa nimevuta uso kama nini, yani sile. Basi nikaenda kupanda daladala na kurudi nyumbani. Nilipofika nikampigia Neema ili nimuelezee kilichotokea, lakini hakupokea simu. Basi nichukia. Nikampigia mama na kumueleza. Hapo sana nalalamika kuwa nikikoswa hiyo kazi Marasta ndo atakuwa sababu. Maana bila yeye kuja mimi kwa zangu poa tu nilikuwa najibu maswali vizuri, ila baada yeye kuingia tu ikawa shida. Mama alisikiliza yeye kwa muda kisha akasema hebu acha ujinga mtoto wa kike. Wewe kama utakosa utakuwa ni ujinga wako tu, usimtupie kijana watu lawama. Eti ndio kasababisha. Alikushika huo mdomo kama chai. Ni mdomo lenyewe kama chai jaba. Si ni akili zako mbovu hizo? Pumbavu. Hebu niache kwanza mimi nifanye kazi zangu mimi. Nikasema kwani mama, una shida gani mimi? Nimekupiga tu. Nimekupigia simu mimi unifariji afu unanikandia. Nikufariji? Nimekuwa Yesu. Kafarijia na mizimu ya kwenu mchinga wewe. Aliongea na ukata simu, nilisonya tu na kuweka simu pembeni. Basi siku iliisha nikiwa nina hasira sana. Na Neema kunitafuta, sasa sijui hakuona ujumbe wangu ama aliamua tu kupuzia, I don't know. Ila yote sawa tu, akitaka aache, mimi nitapata kazi kwa wakati wa Mungu. Kwanza sijui hata kwa nini nimekubali kufanya upuzi wake. Huko atakuwa amekaa tu ananiona kama mbuzi asiye na mbele wala nyuma. Ngoja akinipigia simu, namwambia sitaki kufanya kazi yake. Wala hiyo ya huko sitaki tena. Habari za kupandishana vifua kisa siji kupewa connection, sitaki. Nilichafuka sana na kubaki yani nikiweza tu kufanya mambo yangu. Ikapita wiki bila kupokea ujumbe wote. Na mimi sikutaka kumtafuta Neema, ndio kwanza nikawa busy na kazi za nyumbani. Maana niliacha kazi kwa Muhindi na nilivyoboya niliondoka kwa nyodo sana. Ukiondoka eneo lako la kazi kwa mpole tu. Aga, kuna kurudi nyuma. Sasa mimi niliondoka kwa nyodo sana huko nikijiona tayari maisha si nimeshapatia bila kujua nitaikumbuka. Haya, leo nimekuwa mwosha vyombo. Wote wanaenda kazini. Mimi nabaki kama mlinzi tu, nalinda. Shenzi kabisa mimi. Basi bwana, kama kawaida niliandaa chakula pale na kusubiri watu watoke kazini. Mimi sikuwa na mood ya kuangalia TV. Hivyo nikaingia zangu chumbani. Nikapanda kitandani na kujilaza kuangalia ukuta tu. Mara ujumbe ukaingia kwenye simu yangu. Na niliangalia simu wala hata sikutaka kuifungua. Kwanza nilijua itakuwa ni message ya Voda tu. Hivyo sikujihangaisha, ndio kwanza nikaendelea na mawazo yangu. Sijakaa sawa, message nyingine ikaingia. Nikaona ngoja nifungue, usikute mtu kameza shoka huko. Afu mimi najifanya hapa na mawazo. Basi nikavuta simu na kufungua. Maana tuna ile tabia kwamba unaanza kusave akiba yako pale, akiba kamefika shilingi 10,000 unapigiwa simu kutoka nyumbani, mjomba wako kameza shoka. Kwa nikaona ngoja niangalie tu bwana, ujumbe wa nini? Niliamka kama vile nimwagiwa maji ya baridi, nikasoma message ile mara mbili, sikuamini.
Niliamka na kuanza kupiga kelele za furaha. Jamani, message ilikuwa inatoka kwa Neema. Anaambia, wewe unakaaje mbali na simu? Nimeambiwa umepigiwa simu na ofisi hujapokea. Jiandae Jumatatu unatakiwa kuingia kazini. Nilifurahi sana na kuangalia kama nilipigiwa. Nikakuta kweli bwana nilipigiwa. Inaonekana wakati wanapiga nilikuwa busy nje, afu mimi sikusikia simu. Basi kwa furaha nilijibu message ya Neema na kuuliza issue yake na ianza vipi, maana mimi sijapewa maelezo yoyote wala picha ya mhusika. Akanijibu, punguza pressure binti, nimekwambia nikirudi nitakupa maelezo yote, wewe jiandae tu uende kazini na tafadhali jiweke smart. Nikajibu sawa, na kuhusu kuwa smart ondoa shaka, hapa ndo mahali pake. Basi hatakuwa na story nyingi, tukaagana. Usiku uligeuka na kuwa mwepesi ghafla tu. Yaani sababu kama nilikuwa najisonya na kusema sitaki kazi tena. Sio mimi, ni hasira tu. Sio mimi, ni hasira tu. Hapa kazi ninayo na ninatamba nayo kwa raha zangu. Mjiandae kumpokea Anisha mpya please, maana naenda kuishi maisha ya ndoto yangu. Hayawi siku ikafika mtoto wa baba nikajiandaa vile hivyo, kisha nikabolt bajaji pale. Sikutaka kupanda boda, no. Nije kufika kwenye ofisi za watu nanuka upepo wa vumbi. Dakika 40 zilinitosha kufika bwana. Kwa mwendo wa kunyata mtoto wa kike nikashuka na kusimama nikaangalia jengo kwa dakika kadhaa, nikajiambia mwanzo mpya, maisha mapya. Nilivyosema hivyo nikapiga hatua kwa madoido na kuingia ndani. Ni mwendo wa catwalk tu. Nikaenda moja kwa moja kwa secretary nikamsalimia pale. Safari ile itikia kwa heshima. Nikakaangalia na kutamani kukauliza kuliko ni leo umekuwa na adabu. Nikajiambia ngoja nitulie tu. Safari ndo kwanza unaianza. Kuwa na kaba mtoto wa kike yatakushinda. Uzuri najisikiliza bwana. Kwa hiyo nikatuliza modi pale. Basi binti akanielekeza ilipo ofisi ya HR na kunipa baadhi ya faili. Bila kuchelewa nikapanda lift na kwenda hadi ofisi husika. Kufika nikamkuta mama hivi, nikamsalimia na kupewa ruhusa kukaa. Akaniangalia na kuniomba zile faili, nikampa. Akapitia na kusaini, kisha akaniambia niende floor ya 3 juu, chumba namba 1. Nikajibu sawa na kushukuru pale nini. Kisha nikainuka na kutoka nikaenda kupanda tena lifti hadi floor husika. Nikaangalia chumba nilichoambiwa kuingia, sikuona. Sasa nikabaki nimesimama tu, huku nikitoa macho yani kama kakinyonga hivi, nisielewe nirudi chini niulize ama nianze tu kuzunguka huko ndani. Bahati nzuri wakati nikiwa bado nafikiria, akapita mkaka akiwa na mafaili. Raka nikamuita na kumuuliza. Nikashangaa eti floor yote ndo namba 1. Nikamuuliza sasa kama floor yote ndo namba 1, mimi naenda wapi? Samana nimeambiwa nije huko. Mkaka watu akaniuliza kwa upole tu. Nimeambiwa nije na nani na ninaleta nini? Nikaambia ni mwajiliwa mpya na nimeambiwa na HR. Sasa nilipomwambia hivyo akaniambia ninyoshe moja kwa moja mbele. Nitakutana na ofisi 2. Moja ya chief director na nyingine ni ya CEO. Nitaingia ya CEO. Basi nitabasamu na kumshukuru pale. Kisha nikaenda hadi ofisi ya CEO. Kasimama pale mlangoni na kushusha pumzi. Hapo moyo, unakwenda mbio. Hapo ilikuwa tu nabaki tu naomba Mungu anisaidie. Niliondoa uso wasiwasi, nikaweka tabasamu na kugonga. Nikasikia ingia. Chapo nikafungua na kuingia. Wow. Ile kuingia nilisimama huku sasa nimetoa macho. Guess what? Boss bwana. I mean CEO ni bwana Mrasta. Nijikuta na meza fundo la mate. Na taratibu nikapiga hatua hadi kilipo kiti. Nikasalimia kwa heshima zote. Mwamba akujibu bila kuinua kichwa, akaniambia kaa hapo. Nikakaa, akaniambia jitambulishe. Nikabaki tu naguna Niliguna, akainua uso wake akaniuliza una shida ya masikio? Nikasema hapana boss. Nilivyosema hivyo alinikata jicho
na kurudi kuangalia pisi yake. Nilivyoboya nikakaa kimya kama dakika moja hivi. Akaniangalia na kuniuliza kwamba vipi umegoma kujitambulisha. Hapana, naitwa Anisha Rashid Musa na miaka 26. Nimezaliwa Tanga, kabila langu ni Mzaramo. Inatosha. Alinikatisha na kunipa karatasi za mkataba na kuniambia nisome kisha nitie saini. Nilipokea na kusoma nikashangaa kazi niliyotakiwa kupewa ni tofauti na ambayo naambiwa nifanye. Nilisoma mara mbili na kusema samani, naona mkataba tofauti. Yaani naona kama mkataba uko tofauti. Mimi nilifanya interview. Najua wewe soma ikikupendeza saini, haijakupendeza unaweza kuinuka na kuondoka. Jamani, sando nini hiki? Niwaza na kubaki na shanga tu ataniselewe. Inakuaje nifanye interview ya kitu kingine alafu nije kuajiliwa kwa kitu kingine tena bila hata ya maelezo? Hivi ni sawa kabisa jamani kweli? Hii sio sawa bwana. Basi marasta aliniangalia. Haraka nikarudisha macho yangu kwenye mkataba. Kasoma vizuri kisha nikasaini. Basi bwana. Baada ya kusaini nikampatia karatasi zake. Hapo mimi nimechukia, ila sikuonyesha kama nimefanyaje. Nimechukia. Akapokea na kuweka saini yake pale nini. Kisha akamuita kijana mmoja hivi na kumwambia nipeleke sehemu nitakayokuwa nafanyia kazi. Basi bila hata kushukuru mimi niliamka na kufuatana na yule kijana. Akanipeleka ofisini jirani tu na huyo Mr. Marasta. Kisha akanipa maelezo mafupi tu, afu baadaye akaondoka. Nivuta kiti na kukaa. Hapo mimi nimevuta mdomo kama chuchunge kudadadeki. Sasa wakati nikiwa bado nimenuna, baba sana akanipigia simu. Nilipokea na kuanza kumlalamikia baba kuwa wamenifanyia uhuni, badala wanipe kazi mimi niliyotakiwa kupewa wamenipatia kuwa eti msaidizi wa bosi. Baba alinituliza na kuniambia niwe mpole na nimshukuru Mungu kwa hiyo, maana sio sawa na bure. Yaani baba wewe unielewi. Yaani baba kusoma kote kule afu mimi nakuja kwa msaidizi kweli? Sio sawa bwana. Kama ulikuwa unataka msaidizi ungesema tu mtu akawa anajua. Sasa mama kama kawaida yake akaingilia maongezi. Na kuona dada Komwe ushaanza kujiona msomi, Sikia, kama hujapenda rudisha kwato zako nyumbani. Hapa kuna kuku tumeanza kufuga na wewe una mkono mzuri wa mifugo. Kwa hiyo itapendeza ukija, walau watazaliana kwa wingi. Niona mama ananipigia kelele tu. Kakata simu. Eti watazaliana kwa wingi. Kwani mimi ni mkunga? Au mimi ndio naye watungisha mimba? Nazungumza niko serious, ananiambia hapa kuna kuku. Na mimi nina mkono wa kufuga. Sasa baada ya kukata, sinikageuka upande wa pili. Nilishtuka kuona ofisi yangu na ya bosi. Ofisi zimepakana. Na bora sasa ofisi zingekuwa yani zipo kwa kutenganishwa na ukuta. Yani kilichokuwa kinatenganisha ofisi yangu na bosi ni vioo. Hivyo nikiwa humo namuona na yeye akiwa kwake ananiona. Niliogopa nikameza mate huku sasa nikiomba asiwe amesikia maongezi yangu. Maana najifanya nimechukia ila ukweli kazi naitaka. Kuishi mtaani bila kazi hapana. Hapana kabisa. Kuishi, yani kwanza tu kuishi bila kazi ni kazi. Bora upate hiyo kazi, unaweza kaona sio kazi kuifanya hiyo kazi. Hata kama itakuwa ni kazi kuifanya kazi lakini una kazi. Kwa hiyo, bora tu nibaki na hii hata kama haikuwa kwenye mpango. Basi nianza kufanya kazi huku muda mwingi nilikuwa namwangalia Mr. Marasta tu. Nilikuwa namwangalia Mr. Marasta huyo kwa kumwibia tu. Niseme tu huyu kaka kuna muda fulani hivi nimeona kama kauzu, ila kuna muda fulani hivi nimeona kama mume fulani hivi wa ndoto. Sasa msikilizaji usinichambe, akili zangu ndo zinaniambia hivyo na naziamini sana. Anafanana na mwanaume wa ndoto yangu japo hawezi kuwa kwanza siwezi kuwa na janaume kama ile bwana. Maana jinsi lilivyojazia likikukata tu kwenye zile engo fulani hivi.
Utatubu dhambi hadi za mababu zako. Na nasikia marasta wana moto wa ziada. Sijui ni kweli ama tu. Anyway. Nisije hapa nikateketezwa viungo nyeti nikabaki na unga tu. Natania bwana. Mimi nipo kazini na huyu ni bosi wangu, siwezi kumwazia mambo ya ujinga. Kwanza bado niko na heartbreak. So msiona wasiwasi kuhusu mimi. Mimi niko kwenye mipaka yangu kabisa. Haya bwana, ngoja niache ujinga. Tuendelee. Nilifanya kazi hadi jioni nikaweka vizuri na vitu pale. Na kusubiri bosi aondoke maana nisingeweza kuondoka kabla hajaondoka. Sasa nilikaa muda pale ukaenda nini umesogea ikafika hadi ilikuwa ni mida kama ya saa 12 saa 12 ndo akainuka na kutoka. Mimi sikutaka kuchelewa. Alivotoka tu nikainuka na kufuata nyuma. Sasa kwa jinsi ninavyomuogopa nikaona siwezi kupanda naye kwenye lifti, hivyo nikafika na kusimama akaingia na kunisubiri niingie. Niulize niingia kufanya nini? Nisimama kama sanamu. Akaona katoto kana ujinga mwingi. Akabonyeza lift ikajifunga. Mimi sikuwa na haraka, nikatulia tuli hadi pale alipofika na mimi ndo nikashuka. Kufika chini nikamkuta anaongea na simu. Nilimpita shwa kama upepo. Kama kawaida nilichukua usafiri hadi nyumbani. Na kwa kuwa nyumbani ni mbali jumlisha foleni nilijikuta nafika mida usiku. Hatari chakula kilikuwa kimeshapikwa. Hivyo nikafikia kula tu. Nilipomaliza nikaingia bafuni na kuoga chapu kisha nikapanda kitandani tayari kwa kulala. Basi nilala na asubuhi na mapema niliamshwa na simu iliyokuwa inaita. Kichovu nilinyosha mkono na kuchukua nikaangalia mpigaji alikuwa ni Neema. Hello binti Mlokole. Naona ushakuwa bosi hadi muda huu bado unavuta tu shuka. Uliona wapi bosi akalala hadi muda huu bwana? Mabosi ni nyie saa 10 tu mko macho. Wewe, haya, hebu tuachane hayo. Jana yako iliendaje? Ilienda vibaya sana. Kwa nini? Kuna mali ulikosea ama? Bora hata ningekosea. Nikajua moja. Sasa ndo nini mimi napewa kazi ambayo mimi hata sikutakiwa kuifanya mimi. Kumbe hilo. Sikia, nimeambiwa mwenye kampuni yake hakuridhishwa na majibu yako, japo vyeti vyako viko vizuri sana. Hivyo ndio maana hukupatiwa nafasi uliyotakiwa kupewa. Jamani, wewe ulisema tayari nimeshapata hata kabla ya interview. Basi na kwaje mmebadilisha? Anisha, nisikilize. Mimi nikwambia vile ndiyo na ilitakiwa kuwa vile, lakini sasa mabadiliko yalikuja baada ya Lewis kuingia kwenye hiyo interview. Sema akijaribika kitu, tena hiyo nafasi uliyopata ni nzuri zaidi maana hautatumia nguvu nyingi kutengeneza ukaribu. Subiri kwanza, huyo mrasta ndo Lewis? Ndo yeye. Na simuona jinsi atalivyo Kwa hiyo anza kufanya kazi yako maana mimi nilimrusha miezi kama 2 hivi ili tupate muda mzuri wa kumchunguza. Kwa hiyo fanya haraka. Na kama kuna kitu unatakiwa kufanya basi ni kuwa makini maana hatakiwi kujua kama mimi na wewe tunafahamiana. Nilitikia sawa huko picha ya huyo Lewis ikizunguka kichwani. Nijikuta kama anamuona jinsi anavyotembea na kuongea. Sasa nikawaza, ina maana Mr. Marasta amependa kwa Neema binti Mlokole? Uongo dhambi. Hawa watu hawaendani hata kidogo. Unajua msikilizaji, Neema ni rafiki yangu tena kipenzi. Sio kwamba mimi namuonea wivu, no. Lakini ukweli kutoka moyoni hana sifa za kuwa na Mr. Marasta. Mimi sisemi hivi eti kwa sababu sijui labda nimemtaka Mr. Marasta. No. Hapana kabisa. Yaani sijata nisemeje, ila ndio ukweli usiopingika. Kwanza nawaza huyo bwana kapendia nini kwa Neema? Maana sema ngoja niachane na mambo ya watu. Niachana mawazo yangu ya kijinga na kumuuliza kwa hiyo Neema, huyo mtu wako anapenda nini na nini hapendi? Yaani unauliza kupenda ukimaanisha nini? Namaanisha ni kwanza chakula, aina maongezi na mengine mengi tu ambayo ni lazima. Mimi sijui chochote kati ya hayo. Binti acha masiala basi.
Yaani utashindaje kujua mpenzi wako anapenda nini? Mimi sijui bwana, sasa mimi nijue liweje? Jamani, kwani hayo mahusiano yenu yanahusiana na nini? Maana nashangaza ni kusikia hujui hata mpenzi wako anapenda kula nini kweli? Anisha, mimi sio mama yake eti hadi nijue yote hayo. Hapana, mimi sio mama yake. Na hivyo ni vitu ambavyo tungeanza kuulizana na kuambizana kwenye uchumba, na sio mapenzi ya kawaida hivi. So kama unaona hayo yanahitajika ili uweze kupata habari za mambo yake, tafuta namna. Hii ni kali ya mwaka. Hebu naomba nikuulize swali lenyewe la kizushe tu, ila samani kama nitakuwa nakosea. Mmeshawahi kukiss ile kiss yenyewe? Achana na hizi za sijui hapana. Hivi ukiniangalia mimi naonekana mzinzi kwamba eti naweza kufanya huo uchafu mbele ya Mungu wangu? Aise, kumbe malaika bado anaishi. Nyie, yani mahusiano muda wote huu hata naona nitakuwa na uwakala wa umalaya, maana sio bure. Haya dada, mimi nataka niulize tu na mengine, ila hadi kufikia hapa nimeshapata majibu. Kwanza nimekumbuka, hebu naomba location ya anakoishi na uniambie ndani kukoje, yani ni rangi gani imetawala ndani ili nijue naanzia wapi, maana huko ofisini ni kwa moto. Anisha, naomba unisikize. Mimi nimeshasema hayo mambo sijui, yani sijui ndani kwake kuna nini. Sijui naelewa dadangu, sijui. Maana mimi niliishia nje, hata huo mlango wa kuingilia ndani sijui hata ukoje. Dada, naomba nisikupotezee tu muda wa kuongea na malaika wenzako. Acha mimi mtoto duniani nikamtengenezee njia ya shetani. Mimi sikuwa na la ziada tena msikilizaji. Nikakata simu na kubaki nafikiria. Hivi kuna watu wana tabia za kimalaika na hawasemi? Mimi Anisha ni date na mtu miezi sijui 5-6. Halafu eti niwe bado sijamkisi. Yeru makubwa. Akia nani? Leo ndio nimejua mimi ni malaya. Tena nimekubu. Walai tena. Na hapa ndo unakuja ule msemo wa nitakupa wa kufanana naye. Maana mimi vichaa wapenda ngono sijui ndo ninaokutana nao. Yaani mtu mna mahusiano ya siku moja tu anakuambia nimekumisi. Sasa nimekumisi, amenijua saa ngapi? Yaani leo ndo mmeanza, ndo mmekubaliana kwamba I love you tu. Hapo anakuambia I miss you. Alafu huku nje kuna watu wana mahusiano ya umri wa mtoto kuanza kula, na bado midomo yao haijasalimiana. Chineke. Mungu wangu, nibadilisha na mimi niwe miongoni mwa watakatifu wanaoishi duniani. Jamani. Niliinuka huku sasa nikiwa ni kama na kuunguta mikono hivi kama nimetoka kushika unga. Nikaingia bafuni na kujiandaa. Sasa msikilizaji, upande wa hawa malaika bwana, Neema baada ya kumaliza kuongea na mimi alimpigia Lewis ambaye alikuwa njiani kuelekea ofisini. Simu iliita na kupokelewa chapu. Kisha kijana akaongea, leo malkia moyo wangu vipi? Yes, mambo. Mbaya. Kwa nini, kuna tatizo? Tena kubwa. Kwa nini jana umetoka kazini ukalala bila kunisikia? Nilichoka sana ndio maana sikukutafuta. Okay, pole. Wakati mwingine ukiona uwezi kuongea nitumie ujumbe tu inatosha, sawa mama? Haya. Umeshamka au bado uko kitandani? Mimi nitoka saa 10 niko macho, nilikuwa na maombi. Okay, hongera. Mimi ndo naelekea kazini. Nikawatafutia riziki wewe na watoto wetu. Msije kuniona mwanaume wa ovyo. Hamna bwana. Sasa mimi nitaka kusalimia tu, ngoja basi nijiandae. Sawa mama, kunywa chai kwa wakati na nakutumia pesa kidogo matumizi. Usahau kusuka, sitaki kukuona na hiyo minywele yako. Tafanya yote ila kuhusu nywele hapana. Kwa nini hapana? Unaionea huruma pesa yangu? Sikia, nataka upendeze, tena ikiwezekana tengeneza na kucha. Nitakutumia ninavyotaka utengeneze. Lewis, mimi siwezi kubadilisha nywele, sio kwa sababu eti naionea huruma pesa yako, hapana. Mimi nikitaka natumia hata yangu ila staki. Na kuhusu kucha, nikukumbushe tu, sibandiki vitu bandia. Mimi wala sina mapenzi na urembo wa kucha, kwa hiyo samahani sana.
Okay, kama unavyopenda. Basi kama utaki kusuka, fumua ubane vizuri tu. Uzuri nywele yako ni ndefu sana. Unaweza kuzibana tu kivyote na zikakaa poa kuliko hata huo msuko ambao umesuka. Yaani kwa unataka kusema kwamba mimi sijapendeza ama? Hapana mke wangu, sina maana hiyo. Ila sijapenda tu namna ulivyosukwa. Kumbe hujapenda. Na naona tunarudi kule kule kwa siku zote. Usiniite mkeo bwana, ikiwa mimi sijawa mkeo. Sasa hivyo ni bahati mbaya tu, sama Neema. Basi ngoja mimi nikuache. Poa, bye. Simu ilikatwa. Lewis alionekana kutokupendezwa na majibu ya Neema. Ila kipenda roho hula nyama mbichi. Ndio kashapenda, hana namna. Dakika 10 zilimtosha kufika ofisini, akaingia na kuanza kazi zake. Huku kwangu ndo kwanza mimi nilikuwa busy kutengeneza nywele zangu. Kilicho ama yaliyoendelea msikilizaji. Sehemu ya pili ndio sehemu ya mwisho. Tutafahamu mengi zaidi. Huenda kati ya Neema ama Anisha. Kwa watoto wa kike ambao wanasikiliza hii simulizi, kuna mmoja ana tabia za mtu mmoja wapo kati ya watu wawili. Na huenda kati ya Lewis pamoja na aliyekuwa mwanaume wake Anisha. Kwa wanaume ambao wanasikiliza hii simulizi, kuna mmoja wapo ana tabia kati ya mmoja wapo ya hawa wanaume wawili. Kwa hiyo mambo ndo kwanza anaanza. Kwa mwendo wa Neema, unadhani hilo penzi litatoboa? Na vipi kuhusu bibi Anisha na kazi aliyopewa? Je, atafanikiwa kujua machafu ya Lewis? Na vipi akimtega jamaa kaingia kwenye line, unadhani nini kitafuata? Je, mwanaume anategeka? Na akitegeka, yapi matokeo yake? Na ni nani ambaye atasema sio kosa langu? Kati ya Lewis ama Anisha, nani atasema sio kosa langu? Anisha katumwa, Lewis kategeshewa. Nani atasema sio kosa langu? Ikitokea hawa watu wakaja ntata. Msikilizaji, tafadhali sana kama bado hujasubscribe, subscribe. Nikupe tu siri, watu walio subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ninapotuma kitu chochote wanapewa notification mapema tu. Na wewe mwanafamilia, usisahau kulike na kucomment chochote kwa yote ambayo tumesikia kuanzia dakika ya kwanza mpaka hapa tulipofika. Nikombe sana tukutane sehemu ya mwisho ya hii simulizi tamu kabisa ya Anisha. Na niseme tu, mwandaji wa hii simulizi ni Rita Story, dada yetu mpendwa kabisa ambaye anatuletea kila siku kazi nzuri na story nzuri ambazo anatoa kwa watu wanaosikiliza kama wewe, na anaandaa ili waweze kujifunza. Kwa hiyo niseme tu, Mungu atulinde sote, mimi na wewe, kwa mapenzi yake na neema yake atukutanishe sehemu inayofuatia, na ndio itakuwa sehemu ya mwisho. Langu jina Lucas Lumbas. Bye bye.